Bali tumefika jioni kweli? Bado ni mchana eh? The most dangerous session. Hii ndio kipindi ambacho ni hatari sana. Wow. Thank you, Dad. Asante Daddy for taking me along with you. Kwa sababu ya kunileta pamoja na and also to be given this privilege, this opportunity. Na pia kupewa tunuku kama hii na fursa kama hii. Word of the Lord. Kushiriki neno la Bwana. It's not a right, it's a privilege. Sio haki, ni tunuku. Thank you, Dina. Asante Dina. Thank you even for the people that are behind her. Asante kwa ajili ya kikosi ambacho kiko nyuma yake. Then Johan. Johan. I appreciate sitting under fathers. Nashukuru kukaa chini ya kina baba. My session. Kipindi changu. I will speak more from the angle of a son. Nitanena haswa kutoka mtazamo wa mwana. After sitting under him. Baada ya kukaa chini yake. For about 10 years now. Kwa yapata miaka 10 sasa. In this apostolic season, what I've come to learn, please hear me very well. Katika msimu huu wa kimitume, kitu ambacho nimekuja kujifunza, nataka mnisikie vizuri. I've come to understand one thing. Nimekuja kuelewa kitu kimoja. That God works in seasons. Ya kwamba Mungu hufanya kazi katika misimu. He moves in seasons. Na yeye pia husonga na misimu. Now, one man of God said, mojawapo ya watumishi wa Mungu akasema, when God moves, ya kwamba wakati Mungu amesonga and you remain behind, nawe umesalia nyuma, what you'll be doing will be witchcraft. Kile ambacho utakuwa unafanya itakuwa ni uchawi. Did you hear that statement? Unapata kwa usemi that when God moves, ya kwamba wakati Mungu amekwisha songa and you remain behind, nawe umeachwa umesalia nyuma, what you'll be doing there, kile ambacho utakuwa unafanya pale will be witchcraft. Itakuwa ni uchawi. You can imagine, unaweza fikiria, if tomorrow we all brought our goats and cows and sheep, endapo kesho sisi sote tumeleta ng'ombe wetu, mbuzi wetu, we slaughtered them here, na kisha tukawachinja hapa, sprinkle the blood in this place, tukanyunyiza damu katika ile eneo. Is it biblical? Je, ni kitu cha kibiblia? Is it biblical? Je, ni kitu cha kibiblia? Is it in the Bible? Je, ipo kwenye Biblia? To sprinkle the blood of animals? Kunyunyiza damu ya wanyama. Is it in the Bible? Iko kwenye Biblia. Now imagine if we did that today. Sasa fikiria na tafakari tuendapo tungefanya hiyo leo. What do people think of us? Watu watafikiria nini kuhusu sisi? Witchcraft. Uchawi. Though it's there in the Bible. Japo iko pale kwenye Biblia. That season is no more there. Lakini huo msimu umekwisha kuisha. I'll be speaking more on by the grace of the Lord. Kupitia kwa neema ya Mungu. It's like we're given a layout on what to say in this school. Ni kana kwamba tulikuwa tumekwisha pewa mwongozo. I'll be talking more on the journey of David. Nitakuwa na nena zaidi kuhusu safari ya Daudi. But I want to say a few scriptures to qualify my statement. Lakini nataka kunukuu maandiko machache ili kupata kuhitimisha usemi wangu. When God moves, ya kwamba wakati Mungu amesonga, you remain behind, nawe umeachwa ukiwa umesalia nyuma, what you'll be doing, kile ambacho utakuwa unafanya, will be witchcraft. Itakuwa ni uchawi. So let me use a few scriptures to qualify this statement. Kwa hivyo acha nitumie maandiko machache ili kupata kuhitimisha usemi huu. I'm still learning about the apostolic move. Mimi ni mwanafunzi katika hii shule ya kimitume. That is why if you have noticed I've carried a lot of books to make sure that I'm online. Ukitazama utapata nimebeba vitabu vingi sana. Do you remember the story of Shiloh? Je, wakumbuka ile hadithi ya Shiloh? When Joshua started dividing the land in Canaan. Wakati Yoshua alianza kugawa nchi kule Kanani. Remember, he set the ark of the Lord. Wakumbuka aliweka sanduku la agano Shiloh. Kule Shiloh. And Shiloh was in Ephraim. Na Shiloh ilikuwa Efraimu. Now remember Ephraim. Wakumbuka Efraimu.
was a son of Joseph. Alikuwa ni mwana wa Yusufu. He had two sons, Manasseh and Ephraim. Alikuwa na wana wawili, Manase na Ephraim. And we know Manasseh was born first. Na tunajua ya kwamba Manase alizaliwa kwanza, second Ephraim. Kisha baadaye Ephraim akazaliwa. When Jacob came to bless the sons, na wakati Yakobo alikuja kubariki wana, alibadilisha mikono yake, blessing his right hand on Ephraim, akiweka mkono wake wa kulia juu ya Ephraim. And the Bible says by doing so, Biblia inasema kwa kufanya hivyo, blessed Ephraim ahead of Manasseh. Aliweka Ephraim mbele ya Manase. So when they came into Canaan, kwa hivyo walipoingia Kanani, Joshua took the ark, Yoshua alichukua sanduku la agano, which was symbolic of God's presence, ambayo ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu, symbolic of God's glory, ambayo pia ilikuwa ni ishara ya utukufu wa Mungu, set it in Ephraim, na akaiweka katika nchi ya Waefraimu. Remember, I think Yohana was sharing about the 12 spies who were sent to spy the land of Canaan. Yohana alikuwa anashiriki kuhusu wale jasusi 12 waliotumwa kupeleleza nchi. Was Joshua. Yes. Mojawapo alikuwepo ni Joshua. And God is like, what I noticed was that God chose the tribe of Ephraim to be the leading tribe. Na kitu kimoja ambacho nilitambua ya kwamba Mungu alichagua kabila ya Ephraim kuwa ni kabila ambayo ndio inaongoza. So Joshua set the ark. Kwa hivyo Yoshua akachukua sanduku la agano, the presence of the Lord, ambayo ni uwepo wa Mungu, the glory of the Lord, utukufu wa Mungu, in Ephraim. Katika Ephraim. It was like Ephraim became the capital city. Ni kana kwamba Ephraim lilifanyika rather Shiloh, kituo kikuu ambacho kilikuwa Shiloh, became the capital city. Shiloh ikafanyika ndio jiji kuu, because it housed the presence of the Lord. Manake hapo ndipo nyumba ya Mungu ilikuwa. So all the tribes, kwa hivyo makabila yote yalikuja Shiloh, worship the Lord there, kuabudu Mungu pale, because you only went to where the presence of the Lord was. Kwa sababu walienda tu mahali ambapo uwepo wa Mungu ulikuwa. And then in the days of Eli the priest, lakini katika nyakati za Eli ambaye alikuwa ni kuhani, what happened? Wajua kilichofanyika. Eli is a picture of a backslidden senior pastor. Eli ni taswira ya mchungaji ambaye amerudi nyuma, lakini ni mchungaji wa kiwango cha juu. Because the Bible says his eyes were growing weak. Manake Biblia inasema kwamba macho yake yalikuwa yamekuwa hafifu. And he sat in his usual chair. Na alikaa katika kiti chake cha kawaida. So he was used in religion. Kwa hivyo alikuwa amezoea katika mtindo wa kidini. And he could not migrate into the new purposes of God. Na hangehama katika makusudio mapya ya Mungu. Then during his days, kwa hivyo katika nyakati zake, Israel went into battle. Israeli ilienda kwenye vita with the Philistines. We know the story. Na Wafilisti, tuelewa hii hadithi. And that name Philistine, na hilo jina Filisti, means wallowing in the flesh, in clay. Inamaanisha kuelea katika udongo. It's the picture of the flesh. Ni taswira ya mwili. So there's a battle between the spirit and the flesh. Kwa hivyo kuna vita kati ya roho na mwili. I've come to learn something in this journey. Nimekuja kujifunza kitu katika safari hii. Our greatest battle today, ya kwamba vita vyetu vikuu leo, is not with the devil. Sio na shetani. Is with the flesh. Ni dhidi ya mwili. I'll come to speak of that later on. Nitakuja kunena juu ya hayo baadaye. You know why? Wajua mbona? Because the flesh, manake mwili, is the elder brother to the spirit. Ni kakake mkubwa wa roho. I'll share more on that one. Nitangazia haya kwa kina. So here is Eli, hapa leading Israel. Eli akiongoza Israeli. Israel goes into battle with the Philistines. Na Israeli wanaenda kwenye vita na Israel lost the battle. Biblia imenakili ya kwamba Israeli ilipoteza vita. They took the ark from where it was. Walichukua sanduku la agano kutoka eneo lilikuwa. Went with it in battle. Wakaenda nayo kwenye ulingo wa vita. The second time. Kwa mara ya pili. The Bible says Israel lost again. Na Biblia inasema ya kwamba Israeli wakapoteza tena. By this time the ark was also captured. Wakati huu sanduku la agano pia likatekwa nyara. Meaning the glory of the Lord has now departed from Israel. Manake ile inamaanisha utukufu wa Mungu sasa umeondolewa kutoka Israeli. Remember, there was one woman who gave birth during that period. Kumbuka ya kwamba kuna mwanamke mmoja aliyezaa wakati huo. She was married to one of the sons of Eli. Alikuwa ameoleka kwa mojawapo ya wana wa Eli. When she gave birth, alipozaa, she named the son Ichabod. Alimuita mwana Ikabodi. Saying the glory has now departed. Akisema ya kwamba sasa utukufu umeondolewa. So
the glory actually was departing from Ephraim. Sasa utukufu kwa hakika ulikuwa unatoka Efraimu. The ark was in Shiloh. Kwa kumbuka sanduku la agano lilikuwa Shiloh. And Shiloh is in Ephraim. Na Shiloh iko Efraimu. So when they were taking the ark out, sasa walipokuwa wanaondoa sanduku la agano, it was the glory of God departing from Ephraim. Inamaanisha ni utukufu wa Mungu unaondoka kutoka Efraimu. Where it went in the Philistines camp, na mahala ilikoenda katika kambi ya Wafilisti, the ark brought trouble. Sanduku la agano lilileta shida. They said, let's take back the ark to Israel. Kasema acha turejeshe sanduku Israeli. This time when the ark was coming back to Israel, wakati huu ama mara hii wakati sanduku la agano never went back to Ephraim. Wakumbuka ya kwamba haikuenda Efraimu. It went to Judah. Ilirudishwa Yuda. God was shifting from Ephraim. Kwa hivyo Mungu alikuwa anahama kutoka Efraimu to Judah. Na kumlenga Yuda. Now I was wondering because the Bible said let's go to scriptures. Sasa nalikuwa nashangaa maana yake Biblia ilikuwa inasema kitu fulani. You know that when the ark of the Lord was in Shiloh, kumbuka ya kwamba wakati sanduku la agano lilikuwa kule Shiloh, there was a priest, kulikuwa na kuhani who was in charge of that ark, ambaye alikuwa anasimamia hilo sanduku. Eli died. Kumbuka wakati Eli priest came. Kuhani mwingine alikuja. Is this one particular priest? Ni huyu kuhani haswa called Ahijah, ambaye anaitwa Ahijah. Let's see if the one. Let's go to 1 Samuel. Acha tuende katika kitabu cha kwanza cha Samueli, chapter 14, sura yake ya 14. Let's begin from this one. Acha tuanzie mstari wake wa kwanza. Kitabu cha kwanza cha Samueli, sura yake ya 14. 1 Samuel 13 verse 1. Now the Bible says, now it happened one day that Jonathan, now as I'm reading this verse, naposoma mstari hii, put this in mind that the ark has shifted from Ephraim. It is now in Judah. Nataka utambue ya kwamba sanduku la agano limetoka Efraimu, sasa iko Yuda. Because all that happened in 1 Samuel chapter 4. Manake yote haya yalifanyika katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura yake ya 4. Now we are in 1 Samuel. Sasa tuko katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura yake ya 14. The Bible says, now it happened one day, basi ikatukia siku moja, that Jonathan the son of Saul, ya kwamba Yonathani mwana wa Sauli, said to the young man, kamwambia yule kijana. now this is now Jonathan, sasa huyu ni Yonathani the son of Saul, mwana wa Sauli. The name Jonathan, jina Yonathani, means what God has given. Inamaanisha zawadi ya Mungu ama kile ambacho Mungu amepeana. So it's a story about Jonathan. It says, say to the young man who bore his armor, ambaye alikuwa anambebea silaha, come, let us go over to the Philistines' garrison. Haya, na tuyavuke ngome ya Wafilisti. That is on the other side. Pale ngambo. But he did not tell his father. Walakini hakumwarifu babaye. And Saul was sitting, naye Sauli alikuwa in the akikaa outskirts of Gibeah, katika upande wa mwisho wa Giba, under a pomegranate tree, chini ya mkoma manga, which is in Migron. uliokuwa kwenye uga. The people who were there with him, na hao watu waliokuwa pamoja naye, were about 600 men. Walipata watu 600. Then Ahijah the son of Ahitub. Naye Ahia mwana wa Ahitub. This is what I'm coming to now. Hapa ndipo naja. Now remember, the ark of the Lord has left Shiloh. Kumbuka ya kwamba sanduku la agano limetoka Shiloh. But the Bible says here is a priest, a man called Ahijah. Hapa kuna mtu aitwaye Ahijah. He was the son of Ahitub. Alikuwa ni mwana wa Ahitubu, Ichabod's brother. nduguye Ikabodi. So Ahijah, kwa hivyo Ahia is a son, actually the father to Ahijah. Kwa hakika baba yake Ahia is a brother to Ichabod. Ni nduguye Ikabodi. So he's connected. Kwa hivyo ameunganika to a brother na kakae, where the glory of the Lord has departed, ambapo utukufu wa Mungu umeondolewa. And he gives birth to a son called Ahijah. Na anamzaa mwana aitwaye Ahia, son of Phinehas, mwana wa Finesi, son of Eli, mwana wa Eli. The Lord's priest, kuhani wa Bwana in Shiloh, huko Shiloh, was wearing an ephod. mwenye kuvaa naivera.
And you know, when you are putting on an ephod, Unajua unapovalia ile it means you naivera are ready to do ministry. inamaanisha ya kwamba uko tayari kufanya huduma. He is in Shiloh, Sasa yuko Shilo, where the Lord, the grace, the glory of the Lord, the presence of the Lord has departed, mahala ambapo uwepo wa Mungu na utukufu wa Mungu umeondolewa, and is busy doing ministry. na ako pale amejizamisha katika kufanya The huduma. ark of the Lord is in Judah. Sanduku la agano liko Now, Yuda, I began to ask myself questions. na nianza kujiuliza maswali. What is the priest doing there? Kuhani anafanya nini pale? Because the presence of the Lord is no longer there. Manake uwepo wa Mungu haungaliko pale. I came to the conclusion Na nilikuja kwa that it's tamatisho possible ya kwamba yawezekana to be preaching kuwa unahubiri and God is not there. na Mungu hayupo pale. You are busy with activities, Wewe unajishughulisha na but the ratiba, glory of the Lord has departed. lakini utukufu wa Mungu umeondolewa. And I think many churches today are like that. Na nafikiria ya kwamba makanisa mengi leo yako I hivyo. said when God moves, Na kumbuka nalisema wakati Mungu when season anaposonga, change, wakati msimu and you unabadilika, remain behind, nawe ukasalia nyuma, what you'll be doing will be witchcraft. kile ambacho utakuwa unafanya itakuwa ni uchawi. So here's the priest now. Kwa hivyo hapa kuna Because you know kuhani. what witchcraft means? Wajua uchawi inamaanisha nini? It means to manipulate the minds of the people. Inamaanisha kutapeli akili za watu. He says was wearing an ephod, but the people did not know that Jonathan had gone. Kwamba alikuwa anavalia naivera, lakini watu hawakuwa wamejua ya kwamba Yonadani alikuwa amesonga. This priest was missed the season of God. Hiyo inamaanisha kwamba huyu kuhani ambaye amekosa He's msimu wa busy Mungu, preaching. yeye anajishughulisha na mahubiri. The Bible not gives us something that it says, but the people did not know. Na Biblia inatuambia kitu pale ya kwamba Remember I said- watu hawakujua. I said the word Jonathan Kumbuka nalisema jina Yonadani means what God has given. inamaanisha zawadi ya Mungu. So as long as this priest is there, Kwa hivyo umbali ule huyu kuhani yuko who has pale missed the seasons of God, ambaye amekosa msimu wa Mungu, the people under him watu chini yake will not know what God has given. hawatajua kile ambacho Mungu amepeana. Because the father of the house has missed the season. Kwa sababu baba wa nyumba amekosa majira yale. That will affect everyone who sits at his table. Basi hiyo inaathiri kila mmoja anayeketi katika meza yake. And sometimes I hear God crying, Na wakati mwingine nasikia Mungu akilia, like in the book of Isaiah. kama vile kitabu cha Isaia. Then I discovered that sometimes it's possible Alafu nikatambua kwamba inawezekana for God to advertise your position when you are still there. Mungu anaweza kutangaza kiti chako kama bado ungali hai. Remember the book of Isaiah, Kumbuka kitabu cha Isaia chapter 6. 6. I came to learn that that chapter is not about the death of Uzziah, but the death of Isaiah. Ninakuja kuona kwamba pale hawaongei kuhusiana na kifo cha Uzia, lakini kifo cha Isaia. Hello? Isaiah chapter 6 Isaia 6 is not about the death of Uzziah. sio na kifo cha Uzia. It's about the death of Isaiah. Ni kuhusiana na kifo cha Isaia. Because it starts by saying, in the year Manake inaanza kwa kusema katika mwaka ule that King Uzziah died, ambapo mfalme Uzia alikufa, I saw the Lord. mimi niliweza kumwona Bwana. You know what that statement means? Unajua inamaanisha nini hiyo? It's like, for example, Ni kwa mfano, when you ask old people wakati unauliza watu wa zamani when they were born, walipozaliwa, they will not give you the date. hawatakupatia mwaka waliozaliwa, They will give you the event. watakupatia matukio yaliyotukia wakati ule. They will say, Watasema, I can't point to the date when I was born. siwezi kujua ni lini The haswa. only thing they told me was, Kile najua ni kwamba the time when I was born wakati nilipozaliwa is when there was an eclipse of the sun. ndipo pale jua lilipofunikwa. They will not tell you the date. Hawatakwambia tarehe kamili. It's only us who can tell you our date. Ni sisi tunaweza But kuambia not tarehe zetu. old folk. Lakini watu wa zamani, So Isaiah Isaia is linking his transformation anaunganisha kugeuzwa kwake. because the same year Uzziah died, that's the same year Isaiah's life was transformed. Manake wakati ule ambapo Uzia amekufa ndipo pale maisha yake pia yamebadilikwa. Why am I saying that it's not the death of Uzziah but the death of Isaiah? Mbona nasema hivyo kwamba sio kifo cha Uzia bali cha Isaia? Isaiah 1:1 begins like this. Manake Isaia moja unasema hivi. Please hear me very well. Hebu nisikize vizuri. Isaiah 1:1 says, Isaia moja unasema hivi. the vision Kwamba maono that Isaiah the son of Amos saw aliyoyaona Isaia mwana wa in the Amozi days of Uzziah. katika siku za Uzia.
So meaning that even when Uzziah was alive, inamaanisha hata kama wakati ule Isaiah was seeing visions. Isaia alikuwa anaona maono. But God was advertising his position. Lakini Mungu alikuwa anatangaza kiti chake. It is like every Sunday, ni kama kila Jumapili, the pastor is occupying the pulpit. Mchungaji ndio umemiliki pale kwenye madhabahu. But God is seeing the pulpit vacant. Lakini Mungu anaangalia pale hiyo wazi, hakuna mtu. People can see the pastor standing there. Watu wanaona mchungaji amesimama ndio. But God is seeing the pulpit vacant. Lakini Mungu anaona nafasi iko wazi. Actually, when you read Isaiah chapter 1, hata hivyo ukisoma Isaia 1 to Isaiah chapter 5, mpaka sura ya 5, this is the message of Isaiah. Huu ndio ujumbe wa Isaia. He said, woe to that city. Anasema ole wenyu ule mji. Woe unto that city. Ole wenyu ule mji. Woe unto that city. Ole wenyu ule mji. He was busy preaching, pointing to people. Alikuwa anahubiri akilenga watu. But in chapter 6, lakini katika sura ya when he 6 encountered God, alipokumbana na Mungu, he said, woe unto me. Basi alijitazama mwenyewe akasema ole wangu For mimi. the first time, kwa mara ya kwanza Isaiah saw you that he was inaccurate. Isaiah akajiona kwamba hakuwa sawa. So the year Isaiah was transformed. Sasa siku ile Isaiah was the same year that Uzziah died. Ndio mwaka ule Uzia alikufa. So if you ask Isaiah, ukimuuliza Isaiah, when did your transformation take place? Je, kubadilisha kwako kulifanyika lini? He will tell you, atakwambia, I can't remember the date. Siwezi kumbuka tarehe. But one thing I remember that it was in the same year Uzziah died. Lakini nakumbuka vizuri mimi nilibadilishwa pale ambapo Uzia alikufa. That's what Isaiah 6 verse 1 means. Hapo ndipo Uzziah died, I saw the Lord. Anasema siku ile Uzia alikufa, mimi pia nilimwona Mungu. Isaiah 6 is about the death of Isaiah. Isaiah 6 inaongea kuhusiana na kifo cha Isaiah. I made a statement. Nilifanya tamshi moja hapa. See, this pulpit, what I've come to discover, unajua madhabahu haya kimekuja kutambua, if not properly handled, yasipotumika vizuri, can insulate one, yanaweza leta mmoja akajizuia of God, kutoka kwa vitu vya Mungu. See, this cable, unaona hii cable hii ama waya hii is insulated. There's a live wire inside. Kuna waya ambazo ni waya nyaya ndani, alafu nje kuna plastiki inazuia. Do you know why I'm not electrocuted? Unajua ni kwa nini sipigwi na hiyo shock? Because it's insulated. Ni kwa sababu imetiwa hiyo plastiki ya kufunika. Meanwhile, power is passing through. Hata hivyo nguvu za umeme zinapitia hapo. So that live wire, kwa hivyo ile waya ndani, like the word of the Lord, ni kama neno la Mungu. The word of God is live. Neno la Mungu lipo hai. It's living. Lipo hai. But the problem is that when you are used to the pulpit, lakini sio kwa ukizoea sana madhabahu, it will insulate you. Basi yataenda kukufanya ukakosa kupata ile nguvu. Such that if God wants to come and handle you, ikiwa Mungu anataka kuja akushughulikie, he will find you insulated. Atakupata kwamba umejifunika with the experience of the pulpit. Umejifunika kutokana na ile inaitwa tajiriba ya madhabahu, preaching, ya kuhubiri. Do you know that John chapter 3, Yohana 3 inasema, it's about Nicodemus. Inaongea kuhusu Nikodemu. The Bible says there was a man, maandiko yanasema palikuwa na mtu, his name was Nicodemus. Jina lake Nikodemu. Then it now describes who Nicodemus was. Alafu maandiko yanaanza kueleza sifa zake Nikodemu. Number 1, ya kwanza, he was a Pharisee. Alikuwa ni Farisayo. No, Pharisee was a title then. Sasa Wafarisayo hilo lilikuwa ni jina. Number 2, ya pili, he was a member, alikuwa pia ni mshirika of the Jewish ruling council. Anapatikana katika baraza la watawala la Wayahudi. Of a position. Hiyo inasema kuhusu nyadhifa yake katika Nicodemus had a title, alikuwa na jina kubwa, a big title for jina kubwa, and a big position, na pia nafasi kubwa katika serikali. And the Bible says the same came to Jesus. Anasema huyo ndiye alimjia Yesu. Already he was insulated, tayari alikuwa amefunikwa with a big title na majina makubwa, and a big position, na pia nafasi kubwa serikalini. Do you know that if I come to attend this school, unajua nikija kuhudhuria shule hii, and I'm a big man where I'm coming from, na mimi ni mtu mkubwa pale nakotoka, I'm a big bishop, mimi ni askofu mkubwa with a big position, ni nafasi kubwa, that if not properly handled, isipotumika vizuri, can insulate me, inaweza kunizuia nisipate nguvu za Bwana, such that whatever is being spoken here, ili kwamba yoyote anazungumzwa hapa never touch me, hayatanigusa, because I'm a big man. Manake mimi ukiniona mtu mkubwa. So Jesus knew, Yesu alijua tayari that the problem that Nicodemus had, kwamba shida alionao Nikodemu, that he is insulated with a big title and a big position. Yeye katika nafasi yake serikalini pamoja na mamlaka aliyokuwa nayo amefunikwa. Mungu alimwambia Nikodemu, be born again. Wewe zaliwa mara ya pili Bwana. Meaning be willing. Kuwa tayari. Start all over again. Kuanza vizuri tena. You unlearn. Wewe unaanza kutoa yale umejua, so that you can relearn. Ndio kaweze kujua vizuri.
Because if you are a learned person, you know it all, you become insulated. Manake kama umejifanya basi umesoma sana, umejua mengi, basi wewe utakuwa umefinikwa. Degrees in theology. Uko na madegree vyeti vikubwa katika theolojia. Hiyo degree, hicho cheti, if not properly handled, isipotumika vizuri, can insulate one. Inaweza kufinika mtu asione nguvu za Mungu, asione Mungu. So all these people I'm sharing, watu hao wote nashiriki hapa. Isaiah, the Ahijah the prophet was in Shiloh. Ule Ahijah aliyekuwa pale Shiloh. All these things, they are coming. This is my own experience when I connected to Dad. Hizi zote ni kama ni mwenyewe najiona kama mfano, manake walivyounganika na baba yangu. I was already a pastor. Tayari nilikuwa mchungaji. But when God connected myself to him, na pale Mungu aliponiunganisha yeye na mimi, one thing I knew is that God is doing something new in this season. Jambo moja nikajua Mungu anafanya jambo katika majira haya. I had to come down. Ilibidi nijishushe. I had to unlearn. Ilibidi nijitoe elimu niliyokuwa najua. Do you know that I never used to preach the way I'm teaching now? Mimi sikuwa nahubiri vile ninafundisha sasa. 15 years ago, miaka 15 iliyopita, I never spoke like this. Sikunena namna hiyo. It's only after I connected to him, ni baada ya kuunganika na yeye, that God began to open my eyes. Ambapo Mungu aliweza kunifungua macho yangu. Start seeing things that I could not see before. Nikaanza kuona vitu ambavyo singeweza kuona mbeleni. My prayer ombi langu is that in this school, ni kwamba katika shule hii, God will open our eyes. Mungu atafungua macho yetu. You know, like I said earlier, vile nilisema mapema, the greatest challenge we have, changamoto ulionayo sisi, is not between us and the devil. Sio hata sisi na shetani. It's about the flesh. Ni kuhusiana na mwili wetu. You know, like the position Nicodemus had. Unajua, kwa mfano ile nafasi alikuwa na Nicodemus, empowered the flesh in him. Alikuwa amejitia nguvu katika nyama zake kama mwili wake. That's why God told him, be willing. Ndio maana Yesu akamwambia, hebu kuwa tayari kutoa ile elimu uko nayo. I made a statement. Nilisema hapa the flesh, kwamba mwili is the elder brother. Basi anakuwa ni ndugu mkubwa to the spirit. Wa roho. What do I mean? Na maanisha nini? Do you know that? Je, wajua kwamba, for example, kwa mfano, if you receive Christ, kimpokea Kristo, you are born again, umeokoka at 30 years. Kwa miaka 30. What that means is, kile maanisha, you have had 30 years of experience in the flesh. Umekuwa na miaka 30 ukitembea katika mfumo wa mwili. Because before you are born again, maana kabla hujaokoka, you are first in the flesh. Wewe ulikuwa katika mwili. Then you come to a stage of receiving Christ. Alafu unakuja katika hatua kumpokea Kristo. Already the flesh, kwa hivyo tayari mwili is older in your life. Ipo na umri mkubwa katika maisha. More experience. Na ipo na tajriba kubwa. In case you don't believe me, kama uniamini, let me begin with Adam. Wacha nianze na Adam. Adam had 2 sons, we know them. Adam alikuwa na watoto wawili. Who was the first son of Adam? Wa kwanza ni nani? Adam. Cain. Who was the second son? Abraham. Do you know the 2 sons actually represent the spirit and the flesh? Now, wewe unaanza kujua sasa kwamba wana wale wa Adamu ambao ni Kaini na Abili, mmoja anawakilisha mwili, mwingine ni roho. Who do you think had to represent the spirit? Ni nani unafikiria alikuwa anawakilisha roho? Abel. And the flesh? Na mwili? Who was born first? Nani alizaliwa kwanza? The flesh is always born first. Mwili unazaliwa kwanza. Who killed who? Nani aliua mwingine? The flesh. It's like when the ark was captured. Ni kama wakati ile. Flesh is after our spirit. Unajua mwili unatafuta roho yetu. In case you don't believe me again, kama uamini tena, the first 2 sons of Abraham, wana wa kwanza wa Abraham, who was the firstborn? Ni wa kwanza nani? Ishmael. Second, Jacob. Sons of Abraham. Ishmael. Isaac. If you study Isaac, ukiangalia maisha ya Isaac, speaks of the spirit. Inaongea kuhusu roho. Ishmael, the flesh. Basi ni mwili. Who was born first? Nani alizaliwa kwanza? Ishmael. Who mocked the other? Nani alimkejeli mwingine? The flesh. Ni mwili unakejeli roho. Again, in case you don't believe me, na kama uniamini bado, Isaac had twins. Isaac alikuwa na wana wawili ambao ni mapacha. Their names Esau and Jacob. Na Yakobo. Actually, one represents the spirit, the other one the flesh. Moja pia anawakilisha mwili, mwingine roho. Jacob speaks of the spirit. Yakobo anasema kuhusu roho. Esau speaks of the flesh. Esau yeye ni mwili. Who was born first? Nani alizaliwa kwanza? Esau. Wanted to kill the other. Alikuwa anataka kumua mwingine. The flesh is always born first. Na kuambia ukweli wa kwamba mwili kila mara unataka kuua roho. But we know of Jacob. Tunajua kuhusu Yakobo. Later on, God changed his name. Baadaye Mungu alibadilisha jina lake from Jacob kutoka Yakobo to Israel. Akamuita Israeli.
And you know where the change took place? Na unajua mahali mabadiliko yalitokea? It was at a river, a stream. Ilikuwa pale katika kijito called Jabbok. Kinachoitwa Jabbok. That name Jabbok means jina ya Jabbok inamaanisha pour out yourself. Ni kujimimina nje. Or to empty yourself. Ama kujitoa uwe utupu. So in this season there's a lot of emptying. Katika majira haya yetu kuna kule kujitoa kwingi ama cause insulation in our lives. Ili kaweza kuondoa kule kujifunika usijepata nguvu za Mungu katika maisha. At that river, katika ule mto, Jacob told his family, Yakobo alimwambia familia yake, to cross over. Wakavuke mbele. Everything he had, kila kitu alichokuwa had to be poured out. Kilikuwa kimiminwe. And he remained alone with God. Akabaki peke yake na Mungu. And finally God changed his name. Hatimaye Mungu akabadilisha jina lake Jacob kutoka Yakobo to Israel. Akamuita Israeli. What am I saying? Nasema nini? Is that in this season, in the apostolic season, katika majira ya kiutume, for one to capture the frequency, ili mtu akashike mtandao, there's need for one, kunahitaji kwa mmoja empty himself, akaweza kujimimina. I'm using all these examples, natumia mifano hiyo yote to qualify that statement I said, ili kumimina nuru katika ile when God moves, kwamba Mungu akisonga and you remain behind, na unabaki nyuma, what you'll be doing will be witchcraft. Utakuwa unafanya uchawi wala si jingine. I also said that it's possible, nilisema pia inawezekana, to be preaching every Sunday in church, kuhubiri kila Jumapili kanisani, and the glory of the Lord is not there. na utukufu wa Mungu kumbe upo. God has already moved. Mungu alishasonga. God has already shifted. Mungu alishahama. I spoke of Saul, nikanena kuhusu habari za Sauli and David, na Daudi. In fact, when you look at them, ukiwaangalia wawili, Saul was the first king. Sauli alikuwa mfalme wa kwanza, and David was anointed before, after. Na Daudi akapakwa mafuta baadaye. They were all anointed by one man. Wote walipakwa na mtu mmoja called Samuel. Anaitwa Samueli. All these things I'm sharing, haya yote na shiriki, I'm laying a foundation. Ninaweka tu msingi before I come to David. Kabla sijakuja Daudi na kupatia safari yake. You know that Samuel, like I said, anointed both. Unajua kwamba Samueli ndiye aliyopaka mafuta wawili. If you read the Bible very well, ukisoma andiko vizuri, the instrument, vyombo that Samuel used vilivyotumika na Samueli to anoint Saul, kumpaka mafuta Sauli, was a flask. Alikuwa ametumia chupa. But when it came to anoint David, ilipofika ni kumpaka Daudi, Samuel used the horn. Samueli alitumia pembe. Why? Kwa nini? Why the flask to Saul? Mbona anatumia yani kikombe kwa yule Sauli, and the horn to David? Alafu anatumia pembe kumpaka mafuta Daudi. Because the flask, manake kile kikombe speaks of a man-made thing. Kinanena kuhusiana mtu kitu kimechongwa na wanadamu. So the house of Saul, sasa nyumba ya Sauli, preoccupied, imejizingira with man-made activity, na vitendo vya kibinadamu, like democracy, kama vile kuendeleza demokrasia. Where you elect a father every after 5 years. Sisi tunachagua viongozi baada ya miaka 5. Like in many fellowships, kama vile shirika nyingi, find after 5 years, napata baada ya miaka 5 change a father. Tunabadilisha baba. There's democracy. Na kuambia demokrasia. But in our families, katika familia zetu, we don't change fathers. Hatubadilishi mababa. Where the family will meet and say, okay, next year we are going to have elections. Familia inakaa pamoja kama sio tunasema kesho tutakuwa na next father in the family. Na tunataka kupata baba mwingine kwa familia. And then you elect the second born. Alafu unachagua ule mzaliwa wa pili. Is a good person. Unasema ni mtu mzuri. And then the father is no longer the child. Alafu baba sasa tena mwenyekiti. All these patterns, mitindo hii yote are man-made. Zimeteza mwanadamu. That's the flask. Sasa hicho ni kikombe. That's why God had to reject Saul. Ndio manake Mungu alimkataa Sauli. When you came to David, alipokuja kwa Daudi, Samuel used the horn. Samueli alitumia pembe. The horn speaks of God made. Sasa pembe inaongea no man can make a horn. Ni Mungu alitengeneza. Hakuna mwanadamu atatengeneza pembe. Man can make a flask. Mwanadamu anaweza kutengeneza chupa, not a horn. Lakini si pembe. So the house of David, kwa hivyo nyumba ya Daudi, speaks of activities, is preoccupied with God made programs. Inazungumzia kuhusiana na nyumba ya Daudi ambayo imejaa mipangilio ya Mungu. In fact, when Samuel came to anoint David, hata hivyo Samuel alikuja kumpaka Daudi. You know the story in 1 Samuel 16. Unajua ile hadithi katika Samuel wa kwanza 16. Ni ajabu ile na shangaza. God tells Samuel. Mungu alimwambia Samuel after he rejected Saul. Baada ya kukataa Sauli. Do you know one thing, that even when Saul was rejected by God, hata pale Sauli alipokataliwa na Mungu, still occupied the throne. Yeye bado alikuwa katika kiti.
was still on the pulpit. Yes. alikuwa juu ya madhabahu, And according to God's calendar, lakini kule na kalenda ya Mungu, timetable, Yes. Saul is rejected as king, Sauli tayari amekataliwa kama mfalme, but still occupying the pulpit. lakini amemiliki ile madhabahu. People are coming to Saul, Lord, leave the king. Watu wanakuja kwa Sauli, mfalme uishi milele. Pastor, that was powerful. Mchungaji alikuwa But nguvu, God sees the throne vacant. lakini Mungu The pulpit anaona vacant. ile nafasi ama kiti cha utawala God was kilikuwa. shifting from Saul to David. Mungu anahama kutoka kwa Sauli anaelekea kwa Daudi, You know that even when Samuel anointed David, hivyo kwamba hata wakati Sauli mpaka Daudi, David never occupied the throne. Daudi hakukaa kwenye kiti, Saul was still sitting there. Sauli bado ako katika kiti. Took many years. Fanya miaka mingi, All Israel was still seeing Saul on the throne. Israeli yote inamwona Sauli katika kiti, God knew the real king is in the bush. lakini Mungu anajua kwamba kiongozi mtawala wa Israeli yuko katika msitu. Then Samuel, now God tells Samuel, go to the house of Jesse, Mungu anamwambia Samueli, sasa nenda katika nyumba ya Yese Bethlehem, kule Bethlehem, because there manake I've pale chosen myself a king. nishajichagulia mfalme. So kings are born in the house of Bethlehem. Kwa hivyo mafalme wanazaliwa katika nyumba ya Bethlehem. The house of Bethlehem speaks of Bethlehem. the house of bread, Inaongea kuhusu nyumba ya mkate. picture of the word of God. Basi hilo ni taswira ya neno la Mungu. So as Samuel arrives at the house of Jesse, Samueli akifika kule kwa Yese, he tells them to prepare, anawaambia wakaandae, consecrate themselves, wajitakase wenyewe, so that because there was the ceremony going on. manake kuna sherehe ilikuwa inaendelea. Then, as the program started, the Bible says the firstborn of Samuel appeared, Jesse appeared before Samuel. Mpangilio unapoanza sasa, sherehe ya kutawaza iko karibu. This son- Mzaliwa wa kwanza katika nyumba ya Yese alitangulia kupita mbele. His son was Eliab. Mwana ndio anaitwa Eliabu. As he appeared, you know what is interesting in that story? Akionekana, unajua jambo la kushangaza pale ni The kwamba way the Bible records it. maandiko yananakili vizuri. Samuel said, surely Samuel anasema the kwa kinywa Lord's chake, anointed stands here. nikiangalia hivi naona mpako wa mafuta wa Mungu yuko hapa. I was going to excuse Samuel Ilikuwa anaenda kumsamehe tu Samueli, if he said, akisema I think this is the one. nadhani anaweza kuwa But ni. Samuel used the word surely. Lakini Samueli anasema hakika. What does the word sure mean? Jina hakina maanisha nini? Beyond reasonable doubt. Hapa kuna shaka yoyote, This man is the one. huyu sasa ndiye. Now, how did Eliab appear? Huyu Eliabu alionekana vipi? To such a point whereby he even deceived the great prophet Samuel. Mpaka alipompokea yule nabii mkubwa Samueli, mpaka akamwadaa. The Bible says, when Wanasema God raised Samuel, wakati Mungu alimuinua Samueli, none of his words fell to the ground. hakuna neno lake lilianguka bila But kutimia. when it came to Eliab, Ilipofika ni Eliabu, Samuel missed it. Samueli alikosa hili. Actually, he was even ready to pour the oil on him. Hata alikuwa amenua pembe juu amimine But mafuta. God says it's not the Mungu one. akasema sio huyo. I've seen sometimes the way men of God appear today. Nishaona vile watumishi wa Mungu People wanaonekana. will say surely. Watu wanamwangalia, huyu ndio yeye. But God says I've rejected. Lakini Bwana anasema hapana, huyu nimesema no, hakuna. And you know that the first three sons appeared. God kept on saying something. I've rejected this one and I've rejected this one. Wale watoto walionekana wanakuja mmoja mmoja, Mungu anasema huyu sijampenda, huyu nimemkataa. That is chapter 16. Hiyo iko katika Samueli wa In kwanza chapter 17, katika 17. the rejected sons of Jesse Wana waliokataliwa Yesu went to join Saul in battle. walienda kujiunga na Sauli The katika vita. rejected king. Yule mfalme So mkataliwa, his rejected sons wana waliokataliwa joining the rejected king. wanaungana na mfalme mkataliwa. I've come to learn that depending on the position you are, Kutegemea nafasi uliyopo, see, people are attracted. You attract people unavutia watu depending on what position you have. kulingana na nafasi ulionayo. I came to learn this principle Nilikuja kujifunza haya, that if you have not died to self, kama hujafelea ubinafsi wako, you attract a certain kind of a people. basi wewe unatafutia watu wa daraja la pili. There are people that you attract before you die to self, and the kind of people you attract after dying to self. Kuna watu ambao utafutia upande wako pale ambapo umejifelea nafsi yako, Jesus na said, kuna wale unafutia kama umeweza kufelea kabla na baada ya. Yesu anasema, Before we come to that, let's go to 1 Samuel again. tuingie tena Samueli wa kwanza tena. 1 Samuel let's go to chapter 21. Tuingie
Samueli wa kwanza 21. I was trying to make a statement. Jesus in John. Kwa najaribu kufanya John 12. Many Yohana people were, 12. after he healed Lazarus, he alipomponya raised him Lazaro. from the dead. Many people were coming to him. Even Greeks were coming to him. Wayahudi, Wayunani walikuwa nakuja. And the disciples came to him. They said, "Look, people are looking for you all over." Wanafunzi walikuwa nakuja wanamwambia, unatafutwa sana hapa. Jesus says the hour has come. Yesu akasema wakati umefika. Unless the grain of the wheat Na ile punje ya ngano iingie katika udongo and dies, na ife, it abides alone. basi inakaa peke yake. Then he went on to say, "But if I am lifted up from the earth," Akasema nikiinuliwa kutoka kwa ulimwengu, showing the kind of death was going to die, akionyesha kile says, kifo "I kwenda will draw all men to myself." basi nitavuta wote kwa upande wangu. So you attract people. Basi unavutia watu, The people that you attract in life, wanavutia upande wako na maisha. dependent on what position you have. Inategemea nafasi ulionao katika maisha. So now, coming to David, Tuje kwa Daudi. remember I was talking about people Nilikuwa nasema kuhusu watu that God is showing us in the Bible ambao Mungu atuonyesha katika Biblia who missed the seasons of God. waliokosa kupata majira ya Mungu. Ahijah was one of them. Ahija ni mmoja wao. Saul is one of them. Sauli ni mwingine. Because of missing the season, Kwa sababu ya kukosa majira, they became irrelevant walifanyika to wasio the na nation haja, of Israel. wasio na haja, wasiohitajika katika Israeli. Look at 1 Samuel chapter 21. Hebu tuangalie Samueli wa kwanza 21. Yes. 1 Samuel 21. Is it the one? Yeah. Okay. Now David came to Nob, Daudi akafika Nobo to Ahimelech, kwake Ahimeleki the priest. kwani, And Ahimelech was afraid when he met David na Ahimeleki aliogopa alipomwona and Daudi, said to him, akamwambia, "Why are you alone mbona uko peke yako and no one is with you?" na hakuna mtu pamoja nawe? Now at this stage, Katika kituo hicho David is running away from Saul. Daudi anamtoroka Sauli, He's leaving the house of Saul. anatoka nyumba ya Sauli. His journey is now started. Safari yake God is imeanza. preparing him Mungu anamwandaa to become the father afanyike baba in the nation of Israel. katika taifa la Israeli. Now, like I said earlier, that my teachings will be, if I'm given that privilege, will be centered more on the journey of David. Vile nilivyoeleza awali ni kwamba nitakuwa nasimulia zaidi safari ya Daudi. David left the house of Saul, Daudi aliacha nyumba ya Sauli, and that time his journey started. na wakati ule safari yake ikaanza. The house of Saul Nyumba ya Sauli represents an inaccurate house, inawakilisha nyumba ambayo hailengi shabaha, inaccurate ama church, ama kanisa ambalo liko sawa, and we must know how to leave the house of Saul. na lazima tujue jinsi ya kuhama katika nyumba ya Sauli. Because in the house of Saul, Maana katika nyumba ya Sauli, when you're in the house of Saul, ukiwa katika nyumba ya Sauli, you must know lazima ujue how to dodge javelins, jinsi ya kuepa mikuki. because he throws spears at you. Maana yake yeye atakuwa na ruhusa hiyo mikuki bwana. Remember when Saul was sitting at the table, Hebu kumbuka wakati Sauli alikuwa he had a ameketi spear beneath him. na kumbe kulikuwa na mkuki chini yake. These are fathers, or so-called fathers, Hawa ni mababa who are threatened when sons are rising up. ambao wanatetemeshwa pale wana wanapoinuka. And so God now takes David outside, Mungu anamng'oa away from the house of Saul. kutoka kwa nyumba ya Sauli. Now this time he goes to Nob. Mara hii anaenda mahali panaitwa Nob. That word Nob Vile jina Nob means to bear fruit, linamaanisha mahali pa kuzaa matunda, or to cause one to bear fruit. ama kusababisha mtu kuzaa It's a matunda. very powerful place. So every church must operate like Nob. Ni mahali pazuri pa nguvu, la hivyo kila kanisa lazima litendee kazi katika himaya kama hii, Sons bear fruit. ambapo wana wanazaa matunda. Because there is a priest. Manake pale kuna kuhani. Look at this. It says, Angalia nasema verse 2. mstari wa So pili. David said to Ahimelech, Daudi akamwambia Abimeleki, "The king has ordered me kuhani mfalme on some ameniagiza business shughuli fulani, and said to me, akaniambia do not let anyone asijue mtu yeyote know anything about the business habari kusema on shughuli hii which I send you, ninayokutuma, or what I have commanded you. wala neno hili, And I've directed my young men na nimeamuru to such vijana and such wende a place. maende mahali fulani. Now therefore, what you have in hand, Kile ulicho nacho mkononi
what have you on hand? Akamuuliza, una nini mkononi? Give me 5 loaves. Nipe mikate 5 of bread in my hand, katika mkono wangu, or whatever can be found. Ama lolote linaweza patikana. And the priest answered David and said, yule kuhani akamjibu Daudi akasema. Now, this was the answer now they are giving David. Remember, David is looking for bread. Daudi anatafuta mkate. And bread in the Bible speaks of the word of the Lord. Sasa Biblia, yani neno la Mungu linamithilishwa na mkate. Akajibu, there is no common bread. Hakuna mkate wa kawaida. No, bread is a picture of the word. The priest is saying, in Nob, kule Nobu, there is no common word. Hakuna neno la kawaida. There is only holy bread. Kuna mkate takatifu peke yake. You know that holy bread was called the bread of the presence. Sasa mkate ule mtakatifu unaitwa mkate wa uwepo wa Mungu. That word that speaks of the word of the now. Inaongea kuhusu neno la sasa. The word of the current season. Neno la majira haya. This priest says, David, kuhani anamwambia Daudi, why you have come here? Kwa nini umekuja hapa? There's no common word. Sio neno la kawaida, hakuna hapa. There's only the word of the season. Hapa mkate uliopo ni mkate wa majira. You know that there's common word, kuna neno la kawaida, and the word of the season. Neno la nyakati. What is being preached outside there? Kinachohubiriwa pale je ni called common word. Kinaitwa neno la kawaida. Actually, when you miss God's season, hata hivyo ukikosa majira ya Mungu, you'll be preaching common word. Utakuwa unahubiri neno la kawaida. And people sit under the word, watu wataketi, but it will not tend their hearts. Lakini alitazuisha na kudhibiti So mioyo yao. this priest says you have only the holy bread, the bread of the presence. Kwani anamwambia Daudi, hapa mkate wa kawaida upo, lakini tuko na ule mkate wa uwepo wa Mungu. But it had a condition. Lakini ulikuwa na itimu moja. To partake of this holy bread. Ili ule mkate ule mtakatifu. He says, if the young men, akasema ikiwa tu vijana wale have at least kept themselves, wamejiweka anga from women, kutokana na wanawake. Now we can take it literally, unaweza chukua ya kawaida, or symbolically, ama kiashiria. No, in the Bible, katika Biblia, women, a woman, mwanamke, is the picture of the church. Ni swala ama ni picha ya kanisa. The consistent picture of the church. Ni kanisa inaonekana kama Paul says, husband love your wives. Nasema mke kampende mkeo. As Christ loved the church. Mume mpende mkeo kama vile Kristo amempenda alimependa kanisa. This priest is giving a condition. Wani anapeana hapa that for you to partake of this holy bread, ili nyinyi mshiriki mkate mtakatifu, keep yourself, jiweke mbali from inaccurate teaching, kutoka kwa mafundisho yasiyofaa. Disconnect yourself from inaccurate teaching. Jiondoe kutoka kwa makanisa yasiyo lenga vizuri. They have kept themselves away. Na wakasema hawa wako sawa. He gives him the bread. Anampatia mikate. Later on in that same chapter, chapter, hatimaye katika ule ukurasa, David asked for a sword. Daudi akauliza pewe from the same priest, kutoka kwa huyo kwani. So in Nob, kwa kule Nobu, there are two things. Kuna vitu viwili. There is a bread. Kuna mkate. Later on, David asked for a sword. Hatimaye akauliza apatiwe upanga. And the priest says, na kwani akasema, there's no any other sword. Hakuna upanga mwingine wote except isipokuwa that of Goliath. Ule uliomuua Goliathi. So two things I know. Mawili hapo kule Nob. The holy bread, kuna mkate mtakatifu, and the sword of Goliath. Na kuna ule upanga wa Goliathi. Remember this sword of Goliath. Kumbuka upanga wa Goliathi. It was the one that was used to kill David. Ndio ulitumika pale na Daudi kumkata. But later on, God used the same sword. Ule upanga actually to establish David. Ule upanga ndio ungetumika kumuua Daudi, lakini Mungu akatumia ule upanga wa Goliathi kumuimarisha Daudi katika kiti chake. Meaning what is meant to kill you, inamaanisha kilichoamua kukumaliza, God uses it to establish you. Mungu anakitumia kukuimarisha, to build you up, kukujenga sana. Joseph said, Yusufu anasema, you meant it for evil. Wewe ulikusudia mniangamize, but God meant it for good. Lakini Mungu alikusudia mema. Wow. Now you know, long time ago we are taught in Bible school. Miaka mingi iliyopita tulifundishwa katika chuo cha Biblia. When you are preparing a message, kwamba ukiandaa ujumbe, start with the introduction, anza na utangulizi, go to the main body, enda kwa mwili, and the conclusion. Alafu malizia. So I started with the conclusion. Sasa nilianza na mwisho. Now I'm ending with the introduction. Sasa namalizia kwa utangulizi. 2 Samuel chapter 3. Samueli wa pili 3. Verse 1. Hii sasa.
Because I'm talking about the journey of David. Naongea kuhusu safari ya Daudi. Because God is establishing Manake Mungu anaimarisha the tabernacle of David. ile ambayo ni sanduku la Daudi. Meaning now in this case, David becomes our pattern. Daudi anafanyika mtiririko na mtindo ambao tunastahili kuiga. Even when Christ comes, Hata pale Kristo anapokuja, he's called the lion. First of all, he's called the lion from the tribe of Judah. anatajwa kwamba ni simba wa kabila la Yuda. John says Christ was born in the city of David. Alizaliwa katika mji wa Daudi. Oh, we look at all these scriptures that when Jesus came, he connected himself to David. Tunaona kwamba Yesu alipokuja amejiunganisha sana na uzao wa Daudi. Even Matthew 1:1 says, hata Mathayo 1:1 sema the genealogy kwamba yani uzao of Jesus Christ, wa Yesu Kristo, son of David, ya mwana wa Daudi, son of Abraham. mwana wa Abrahamu. So Christ is connecting himself to the pattern of David. Yesu anajiunganisha na mtiririko wa Daudi. It's amazing that the Bible chooses only two people. Ni ajabu kwamba leo inachagua watu wawili tu, and Abraham. Daudi na Abrahamu. And look at this. Lakini angalia hii. It says now. Basi I'm now ending with the introduction. namalizia kwa kule utangulizi sasa. Now there was a long war. Basi kukawepo na vita vikubwa between the house of Saul, kati ya nyumba ya Sauli, and the house of David, na nyumba ya Daudi. But David grew stronger and stronger, Daudi akaimarika na kuimarika, and the house of Saul, na nyumba ya Sauli, grew weaker ikadhoofika and weaker, na ikazidi kudhoofika. Now please follow those statements. Fuatilia yale matamshi. Follow that order. Hebu fuatilia yale matamshi. It's not the house of Saul growing weaker and weaker, sio nyumba ya Daudi ya Sauli kudhoofika na kudhoofika, and then the house of David growing stronger and stronger. Alafu nyumba ya Daudi kuwa ya nguvu na nguvu. Look at the order there. First, the house of David, nyumba ya Daudi, growing stronger, inakuwa kuendelea kustawi. The house of Saul, na nyumba ya Daudi ya Sauli, weaker, inazidi kudhoofika na kudhoofika. Is married to that same statement John said. Katika hiyo yaona pia nasema about Jesus, kuhusiana na Yesu, that he shall become great, atakuwa mkuu sana, and I shall do what? Nitapungua, shall decrease. He shall increase, I shall decrease. Yohana anasema kwamba mimi nitapungua, ama anaanza kwanza kwa kusema Yesu atastawi zaidi, mimi nitapungua. John didn't say, Yohana hakusema I shall decrease, hakusema mimi nitapungua then he shall increase more. Alafu ainuke, hapana. He first said he shall increase, anasema Yesu atastawi, then I shall decrease, alafu mimi nitapungua. So you must know what to prioritize in the kingdom. Lazima ujue yale utangulizi katika ufalme. For example, I've come to see, even I did that in the past. Nimekuja kuona mahali nimefanya hayo mbeleni. For me to change people in the church, kwa mimi kubadilisha watu kanisani, I focus so much on the devil, mimi nitatazama sana shetani, and not on Christ, na sio tu Yesu. No, there's a very huge difference. Kuna tofauti kubwa. When you focus on the devil, wakati unamtazamia shetani zaidi, the devil will take preeminence in that church. Shetani atachukua nafasi kubwa katika kanisa hili. In fact, Dad likes saying this statement. Baba yangu anapenda kusema hii. He says, if as a pastor, kama mchungaji, you are making frequent altar calls in the church, unafanya mara kwa mara kuwaita watu kule mbele madhabahu, simply shows that that church is spiritually sick. Inaonyesha kwamba ile kanisa kiroho liko yani na maradhi. Do you have the statement? Nasikia hiyo? Frequent altar calls in church, kuita watu madhabahuni mara kwa mara, just reveals or shows inaonyesha how spiritually sick that church is. Vile ile kanisa lilivyogonjeka kiasi. You see, it depends on how I'm seeing people. Itategemea vile naona watu. If I see demons in people, nikiona mapepo ndani ya watu, I'll focus on demons. Basi nitalenga mapepo. But if I see Christ in the people, nikiona Kristo ndani ya watu, I'll focus feeding them. Basi nitaendelea kukuza ile dhana. I discovered that in the ministry of Jesus, nilitambua kwamba katika huduma ya Yesu, in his entire ministry, katika huduma yake yote, he spoke to 3 groups of people. Alinena na watu vitengo vitatu. The first group, kitengo cha kwanza, were the disciples. Walikuwa wanafunzi. You know that have you ever read in the Bible Jesus conducting a deliverance session with the disciples? Je, ushaona Yesu akiendesha ibada ya ukombozi na wanafunzi katika Biblia? Maybe if you have read, please help me. Maybe I have not found out. Maybe if you have read anywhere in the book of Matthew, Mark, Luke, John,
where Jesus is conducting a deliverance session among the disciples? Je, ushaona Yesu akiendesha ibada ya ukombozi kati ya wanafunzi? It's never there. Haijakuwepo. Whenever he sat with the disciples, Wakati alikaa na wao, he taught them the secrets of the kingdom. aliwafundisha siri za ufalme. Remember the disciples even asked him to say, why do you speak to people, the crowd? That's the second group. Hebu kumbuka kuna mmoja alianza kumuuliza Yesu maswali, akasema mbona unaongea? You speak to people, to the crowd in parables. Unaongea kwa kutumia mifano. What did he answer? He says, to you. Akasema nyinyi, it has been given imepeanwa to know the secrets, the mysteries of the kingdom. Enyi imekubalika kwamba mkajue siri za ufalme. Lakini kwa wale wa nje, the crowd, wale watu wa umati, speak in parables. Wale nanenea kutumia mifano. Now today is very sad. Sasa leo ni habari ajabu. Busy conducting deliverance to Christians. Tunafanya ukombozi kwa Wakristo, instead of being down to the people outside. badala ya kuifanyia kule nje. And we feel good. Na tunasikia vizuri. Every Sunday we make people fall. Jumapili watu waanguke. If they don't fall, wasianguke, we help them to fall. Tunawasaidia kuanguka. You know what I'm talking about? Unajua kile nasema? You know, Matthew 5 says, Mathayo 5 nasema, when Jesus saw the crowd, that's how it starts. Wakati Yesu When aliona Jesus saw the crowd, umati, he climbed the mountain, alipanda mlimani, and his disciples came to him. wanafunzi wake wakamjia. Where was the crowd? Kulikuwa na umati, ulikuwa hapo Because kule. the crowd has no capacity to climb the mountain. Manake umati hauna nafasi ya kukwea Only kaburi. sons. Ni wana tu. They sat with him. Walikaa And pamoja the naye. Bible says he opened his mouth, Akafungua kinywa chake, taught them the mysteries of the kingdom. akawafundisha siri za ufalme. When he came down, he Aliposhuka, found the crowd waiting for him. alipata umati unamngoja. Because the crowd can't climb. Manake umati hawezi kukwea mlimani. It's called, you see, that statement where the Bible says, when he sees the crowd, he goes up. It's a separation. Wakati maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo alipoona umati alikwea mlima. Ni kuonesha kwamba ni kujitenga, ni aina ya kujitenganisha. Whenever Jesus was with the crowd, the second group now, popote Yesu alipokuwa na umati, he performed miracles, alifanya miujiza, deliverance, kombozi, he also preached to them. aliwahubiria pia. But most of the times, lakini mara nyingi he would heal them, perform deliverance, angefanya ukombozi, parables, ponyaji, kunena katika they are the crowd. Manake pale ni umati. The third group, kitengo cha tatu, the Pharisees, walikuwa ni and the Wafarisayo Jews. na Wayahudi. Every time he sat with them, Kila mara alikaa na wao, it was a debate, a heated debate. ilikuwa ni mdahalo mkali. Because he knew these guys are not coming to me to learn. Anajua watu hawa hawaji They kwa are coming kujifunza. to me to argue. Wanakuja hapa kunipinga. So every time interacted with the Jews and Pharisees, it was a heated debate. Alipokuwa akifanya mkutano pamoja na wale Wafarisayo na Wayahudi, ilikuwa ni mdahalo When he came to mkali. the disciples, Alipokuja kwa he wanafunzi, spoke the mysteries of the kingdom. aliwasimulia siri za ufalme. That's where his heart was. Manake pale ndio moyo wake ulikuwa. So that even if he goes, Hata akiondoka, he knows there are people to take over from him. anajua kuna watu wataendeleza But kazi ile. today it's very sad. Lakini hii leo hii We are mambo, Sunday by Sunday, Jumapili baada ya we nyingine, are busy conducting deliverance. wewe unafanya ukombozi, People are not growing watu hawakuzi. because we are focusing on wrong things. Manake mtazamo wetu kwa That's mambo, why this verse says, ndio manake Mungu anasema David grew stronger and stronger, Daudi aliendelea kustawi na kustawi. while the house of Saul grew weaker and weaker. Upande wa pili, Meaning, nyumba ya when Sauli we ilizofika. focus on Christ, Tukimtazama Yesu, the flesh will be lesser and lesser in people's mwili lives. utapungua na kupungua katika maisha ya watu. That's the only way we deal with the flesh. Hivyo ndio tunashughulikia mwili. When we preach Christ to the people, Tukihubiria watu Kristo. you see, it says there was war. Now there are two houses mentioned there, Hapa Biblia inasema kwamba kulikuwa na vita, House nyumba of mbili Saul. zilizofika, nyumba ya Sauli and the house of David. na nyumba ya Daudi. The house of there are two parallel structures. Kuna pale mambo mawili yanayojichepuza. See, mark that word house. Hebu angalia jina nyumba. The word house there Na ile nyumba pale speaks of the family. inasema kuhusu familia. This is the family, the household of Saul. Ni familia, nyumba ya Sauli. It's like a church. Ni kama kanisa. So Saul had his own church, Sauli alikuwa na kanisa lake and David his church. na Daudi alikuwa na kanisa lake. But one house, one order, Nyumba moja, mpangilio mmoja. growing stronger and stronger, Kawa unapata nguvu na nguvu. while the other order was growing weaker and weaker. Mpangilio mwingine ukawa unakuwa dhaifu. The house of Saul Nyumba ya Sauli
speaks of the order that God has rejected. Inasema kuhusu mpango ambao Mungu ameukataa. The house of David, Nyumba ya Daudi, speaks of the new order. inanena kuhusiana na mpangilio mpya. But thank God, because you see, actually when he went to Israel, Alipoenda Israeli, at that time, remember, Saul was still occupying the throne. Sauli bado alikuwa ndio anamiliki katika kiti cha utawala. But that was the old order. Lakini ilikuwa ni mpangilio wa zamani. It's okay, we can make movements. Tupeane nafasi kidogo. Technician, utatuongeza nguvu kwa mic kidogo. Yeah, we can settle down. Naweza tulia. Pata nafasi nzuri. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Naona hii hapa haina support nzuri. Haleluya. Okay. Hello? Hello, hello. Okay, now we can continue. Tuendelee. Trying to increase the level of the volume Tunajaribu because of the rains. sababu ya mvua. Now, still on first 2 Samuel 3 verse 1. Tukiwa pale pale katika Samueli wa pili 3:1. The Bible says there was a long war Pakatokea vita vikubwa between the house of Saul kati ya nyumba ya Sauli and the house of David. na nyumba ya Daudi. Now, that statement, Sasa tamshi the hili, house of Saul nyumba ya Sauli, and the house of David, nyumba ya Daudi, speaks of two movements inanena kuhusu miondoko miwili happening at the same time. zikitendeka kwa wakati mmoja. One movement is the old order. Mwondoko mmoja wa zamani, The other movement is the new order. mwondoko mwingine ni mpya. But you know that if you went to the nation of Israel that time, Lakini unajua kwa ulipoingia Israeli wakati the ule, house of Saul nyumba ya Sauli looked very promising. ilionekana kama inaonyesha nia na hata hali nzuri. Remember when God rejected Saul, Kumbuka Mungu akimkataa Saul Sauli, began to pursue David. Sauli alianza kumwandama Daudi. In fact, David was on the run. Hata hivyo Daudi alikuwa anatoroka. He had nothing. Hakuwa na lolote. He had no church, Hakuwa na kanisa, no building, ana nyumba, no instruments, ana vyombo, no choir. hakuna kwaya. He was running away. Yeye alikuwa anatoroka. So the ministry of David at that time Huduma ya Daudi was wakati not ule attractive. ilikuwa haivutii. When he went to Saul, Ulipoenda kwa he Sauli, was the one on the throne. yeye ndiye alikuwa katika He had utawala. a big church, Alikuwa kanisa a kubwa, big choir, alikuwa na kwaya kubwa, everything. kila kitu. So in the natural, Katika asilia, the house of Saul nyumba ya Sauli looked very promising. ilionekana nzuri ya kupendeza, But in reality, lakini it was ukweli a dying order. ilikuwa inakufa. So it's not about how you appear before people. Sio swala na kuonekana mbele ya watu, It's about how you are current with God. ni swala unaenda vipi na Mungu sahihi. Because God's purposes at that time Makusudi ya Mungu wakati ule resided in the house of David. yalikaa na kudumu katika nyumba ya Daudi. God's purposes were not in the house of Saul, Makusudi ya Mungu yalikuwa katika nyumba ya Sauli, but the house of David. lakini nyumba ya Daudi. So now, Sasa Bible says there was a long war. nilisema kulikuwa na vita ambavyo vilifanyika kwa kipindi kirefu. These are two parallel structures. Hizi ni miundo miwili tofauti. You know, like even today, Hata leo hii we are seeing these two great movements. tunaona miondoko miwili hii sasa. These are called let me look for the right word. Natafuta ule msamiati wa sawa wa kuambia. These are two dynamic movements. Sasa hizi ni miondoko miwili ya nguvu tofauti. One house Nyumba moja speaks of the past move. inasema kuhusu na muondoko wa zamani. The other house of David Nyumba ya Daudi speaks of the current move. inasema kuhusu muondoko wa sasa. But the Bible says, Andiko linasema since the purposes of God were in the house of David, kwa sababu makusudi ya Mungu yalikuwa katika nyumba ya Daudi. house of David started growing stronger and stronger. Nyumba ya Daudi iliendelea kukua na kukua na kukua. Remember, before David started his movement, Kabla Daudi anza he muondoko wake, was first brought up in the house of Saul. mwanzo He alikuzwa actually katika did nyumba ya ministry Sauli. there. Alianzia huduma pale. Such that every time the demons would
torture Paul, Saul, ili kwamba yule Sauli akiteswa na David mapepo, would play the harp Daudi angepiga kinubi to ease the demons in Saul. ili kuondoa mapepo ndani ya Who is Sauli. the picture of his senior pastor. Sasa hiyo ni taswira ya But mchungaji later mkuu. on, Baadaye David leaves the house of Saul. Daudi anatoka katika nyumba ya Sauli. Now, like I said, Lakini usema very important to know ni muhimu sana kujua how you leave the house of Saul. vile unatoka katika nyumba ya Sauli. Then what I discovered now was Ndio tambua ni kwamba when David wakati Daudi left the house of Saul, alipoacha nyumba ya Sauli, he knew where to go. alijua anakwenda wapi. You see, you can leave the house of Saul, Unajua unaweza toka kwa and Sauli if you are not na careful, usipokuwa you will mwangalifu get stranded. ukapata kuzubaishwa kule But njiani. let's look at this verse now. Tuangalie hapa sasa. This is now 1 Samuel chapter 19. Samueli wa kwanza 19. 1 Samuel chapter 19. Now, we are learning patterns in the life of David. Tunajaribu kuleta ile mtiririko katika nyumba ya Daudi. Because God is establishing the tabernacle of David. Manake Daudi sasa, Mungu hapa anaanza kuleta mtiririko, mpangilio kulingana na Daudi. 1 Samuel chapter 19, Samueli wa kwanza 19, verse 18. 18. I will spend some time on this passage. Tatumia muda kidogo mahali pale, ni kwamba uko kidogo. Do you know that when David left the house of Saul, Je, unajua kwamba baada ya Daudi this kutoka kwa Sauli, place is believed to be the first place Samuel went to. mahali palipo David went to. mahali ambapo Daudi alikwenda ni panatajwa hapa. So picture this now. Hebu angalia sasa. David is leaving the house of Saul. Daudi anatoka nyumba ya It Sauli. says, so David fled and escaped Hivyo Daudi akakimbia akajiponya. and went to, hello, read with me. He went to Rama. where? At Ramah. Akaenda Rama. David went to Samuel, Akaenda kwa Samueli and Samuel was at Ramah. na Samueli alikuwa Rama. In other words, David never joined Ramah. Kwa hivyo inamaanisha Sauli, yani Daudi hakujiunga na Rama. He joined a man who was at Ramah. Alijiunga na mtu aliyekuwa Rama. The question is, Swali ni, when you are joining church, unapojiunga na kanisa, whom really are you joining? wewe unajiunga na nani? You know, sometimes when you join wrongly, Wakati mwingine tukijiunga to makosa, affect your spiritual growth. itaathiri kukua kwako kiroho. In every place, Katika kila mahali there is a man. kuna mtu. You don't join Jordan. Ujiunganishe na Jordan. You go to join John, who is at Jordan. Unaenda kumtafuta Yon anayepatikana katika Jordan. So these are the patterns that David is now revealing unto us. Hizi ndizo mitiririko ambazo Daudi anatuonyesha That you don't connect to a place. ya kwamba uunganiki na sehemu, You connect to a man who is at a place. unaunganika na mtu aliye mahali fulani. Hello? Hello? Are you able to get me at the back? Ya kujenga nyumba ya Mungu. That is 1 Samuel Hiyo ni Samueli ya kwanza 19 verse 18. 19 mstari wake wa 18. Bible says, and David fled and escaped and came to Samuel. Na Daudi akakwepa na akamjia Samueli To Ramah. kule Rama. Now, there's something that David is bringing out to us. Kuna kitu ambacho Daudi anatuelezea That in building accurately, ya kwamba katika kujenga kwa njia na namna inayofaa you don't join a place. au ngani na eneo fulani, You join the man who is at the place. unaungana na yule mtu aliyopo katika ile eneo. That is the principle we are seeing in the pattern of David. Hiyo ndio kanuni tunayoona katika mtindo na mfumo wa Daudi. The danger today is that people join the church, Hatari leo ni kwamba watu huungana na kanisa but they don't join the man running the church, like we heard I think yesterday. na hawaungani na yule mtu ama mtumishi anayeongoza kanisa, jinsi tulivyojifunza jana. You don't join Jordan. Aungani na Yordani, Join John who is at Jordan. unaungana na Yohana ambaye yuko Yordani. Even Moses, when God called him,
hata Musa wakati Mungu alipomuita, remember when he was at the mountain, kumbuka ya kwamba alipokuwa mlimani, Israel had gone wayward. Israeli ilikuwa imepotoka. Aaron, after they came to Aaron and said, Aaron, why don't you build us some gods? Na ukweli wa mambo ni kwamba walimjia Aroni wakamwambia Haruni, mbona usitutengenezee Mungu? And said, these are the gods that took us out of Egypt. Na tuseme kwamba hii ndio miungu ambayo ilituondoa kutoka Misri. And Aaron gave in to that. Na Haruni akakubaliana nayo. The reason Moses was absent in that time. Sababu ya Musa kutokuwepo wakati huo. So in the absence, kwa hivyo katika kutokuwepo kwa genuine apostolic grace, pia katika kutokuwepo cha neema ya kimitume iliyo halisi, people build wrongly. Watu wanajenga kwa njia isiyofaa. Because Moses, kwa sababu Musa as a picture of a genuine apostolic grace, kama taswira ya neema ya kimtume halisi hayupo. Aaron as the leader, na Haruni kama kiongozi with the people, ambaye amesalia na watu. And this sometimes I wonder to say, na wakati fulani nashangazwa, even when Aaron was following Moses, hata wakati Haruni alikuwa anamfuata Musa, connected his heart to Moses, akuunganisha moyo wake kwa Musa. Because why does he give in? Kwa sababu mbona akubaliane? And I can imagine he's building a golden calf. Na kumbuka ya kwamba anatengeneza and the Bible says Aaron ndama wa dhahabu. Aaron tells the people. Na Biblia inasema kwamba Haruni aliambia watu, these are the gods. Hii ndio miungu that brought you out of Egypt, ambayo iliwatoa kutoka Misri. This is Aaron saying it. Huyu ndiye Haruni anayesema. So it's possible to move with the father. Kwa hivyo inawezekana ya kwamba uenende na baba. Heart is not one with the father. Na moyo wako haumambatani na baba. That's why God is not after unity, is after oneness. Ndiposa Mungu hataki tu kukubaliana, anataka umoja. Then Moses comes down from the mountain. Kisha Musa anateremka kutoka mlimani. The people are dancing around the golden calf. Anaona watu wakicheza karibu na ndama wa dhahabu. In fact, as they were coming down, ukweli mambo ni kwamba alipokuwa anateremka, Joshua tells Moses, Yoshua anaambia Musa, I hear the sound of war. Nasikia sauti ya vita. Moses corrected that. Musa akasahihisha hiyo. He says no, it's not the sound of war. Kasema ya kwamba sio sauti ya vita. It's the sound of dancing. Ni sauti ya kucheza. Do you know that how the father hears and how the son hears are different? Je, wajua ya kwamba jinsi baba anasikia na jinsi mwana anasikia ni tofauti. Fathers are so accurate. Baba wanalenga kabisa. That's why you find that before God shows anything to the son, he first begins with fathers. Ndiposa kabla Mungu aonyeshe chochote mwana, kwanza kabisa huanzia baba. So when they came down, kwa hivyo walipoteremka chini, Moses sees everyone dancing around the golden calf. Kaona kila mmoja anacheza karibu na yule ndama wa dhahabu. Then he breaks the tablets of where the commandments were written. Kisha akaangusha vile vigae ambapo amri 10 zilikuwa zimeandikwa. He spoke to all the Israelites who were dancing around that golden calf. Kisha akazungumzia Waisraeli wote ambao walikuwa wanacheza karibu na ile ndama wa dhahabu. This is what Moses said. Hichi ndicho Musa alichosema. Said, whoever kasema yeyote is on the Lord's side, ako katika upande wa Bwana. That is chapter 32 Exodus. Hiyo ni Kutoka 32. Moses says, Musa akasema, whoever is on the Lord's side, yeyote ambaye ako katika upande wa Bwana, come to me. Njoo kwangu. So there is a pattern coming out again there. Kwa hivyo kuna mtindo na mfumo ambao unatoka pale. You want to follow God. Ya kwamba endapo wataka kumfuata Mungu, follow a man. Fuata mtu. Without it's like you can't, it's like a baby when the baby is born. Ni kama mtoto mchanga anapozaliwa, kunaye wazazi na pia kunaye mama mtoto. There are people who say I don't need a spiritual father, I have God as my father. Kuna watu ambao wanasema sihitaji baba wa kiroho, ninaye Mungu kama babangu. That's a typical manifestation of pride. Hiyo ni uhalisi na ubayana ya kiburi. Because even Jesus, kwa sababu hata Yesu mwenyewe, both the son of man and son of God, alikuwa ni mwana wa mwanadamu na pia mwana wa sons of God. Ndiye alikuwa mwana wa Mungu. But on earth, lakini hapa duniani need a man to follow. Alihitaji mtu kumfuata. And by the way, ukweli wa mambo, it's not the father, sio baba joining the son, ndiye anayemuunga mwana. It's the son joining the father. Ni mwana kuungana na baba. You see here the Bible says David came to Samuel. Waona hapa Biblia inasema ya kwamba Daudi
akamjia Samueli. It's not Samuel joining David. Sio swala la Samueli kuungana na Daudi. It's David joining Samuel. Ni Daudi kuungana na Samueli. This is a son connecting to the father. Hapa ni mwana kuungana na baba. And as you join, I've come to learn from experience. Na nimekuja kujifunza kutokana to my spiritual father. Na jinsi ambavyo nimeunganika na babangu wa kiroho. That every son who connects to a father, ya kwamba kila mwana anayeunganika na baba to face one challenge. Anaenda kukumbana na changamoto moja. His will. Mapenzi yake. Please follow me on this one. Tafadhali nifuate hii. Remember when Jesus was praying in Gethsemane. Kumbuka Yesu alipokuwa naomba katika bustani la Gethsemane. The name Gethsemane. Jina Gethsemane means pressed olives. Inamaanisha mzeituni ambazo zimefinyiliwa. So in Gethsemane, kwa hivyo katika Gethsemane, pressing taking place. Kuna kufinyiliwa kunakofanyika. Actually in Gethsemane, ukweli wa mambo ni kwamba Gethsemane, the will of the son is squeezed out, is pressed out. Mapenzi ya mwana inafinyiliwa na kuondolewa. This is why sometimes as maybe you are a pastor, you graduated from Bible school, kati fulani kama mchungaji umetoka kuhitimu katika chuo cha Biblia, PhDs, umepata shahada, you've been in ministry for a long time, wende umekuwa katika huduma kwa muda mrefu, then you find a father, na kisha unampata baba. The challenge which will be there is sometimes your will become stronger than the father's will. Changamoto ya kuwepo pale ni kwamba wakati fulani mapenzi yako itakuwa yenye nguvu kuliko mapenzi ya baba. Because today every pastor who starts a church, kila mchungaji ambaye huanzisha kanisa has his own vision. Ako na maono yake na malengo yake mwenyewe. Ako na lengo yake mwenyewe. When you join to the father, na unapounganika na baba, to the father, na unaunganika na baba, die to your vision. Yafaa maono yako yakufe na mapenzi yako yafe. That's the hardest part. Hiyo ndio sehemu ngumu zaidi. So when I was connecting to him, kwa hivyo nalipokuwa naunganika naye, I was already a pastor. Tayari nalikuwa mchungaji. With my own vision. Nikiwa na maono yangu. Then when I came now to read the experience Jesus had in Gethsemane, kisha nilipokuja kusoma matukio ambayo Yesu alikuwa nayo Gethsemane, wakati alikuwa kifinyiliwa, prayer was this. Ombi lake lilikuwa hili: Father, Baba. This is how we prayed. Hivi ndivyo alivyoomba. The Bible records, it says, Father. Biblia inainakili nasema aliomba Baba, this cup pass. Acha hiki kikombe kipite. It was the cup of suffering. Ilikuwa ni kikombe cha mateso. So the will of the father, kwa hivyo mapenzi ya baba, was for the son, ilikuwa ni mwana, the cup of suffering, anywe kikombe cha mateso. But then Jesus says, na kisha Yesu akasema, he said, Father, let this cup pass. Kwa sababu alisema ya kwamba Baba, acha kikombe kinipite. Not my will. Lakini akasema hali sio mapenzi yangu. If it's your will, akasema endapo ni mapenzi yako, drink this cup. Ili ninywe hiki kikombe. Let me drink it. Acha nikinywe hiki kikombe. First he said, Father, let this cup pass. Lakini kwanza alisema acha hiki kikombe kinipite. The will of Jesus, maanisha kwamba mapenzi ya Yesu kama mwana was not to drink the cup. Haikuwa ni kunywa kikombe. Well, the will of the father, lakini mapenzi ya baba, was to drink the cup. Ilikuwa ni ili anywe kikombe. So there was a battle there. Kwa hivyo kulikuwa na vita pale. The father's will, mapenzi ya baba, versus the son's will. Dhidi ya mapenzi ya mwana. I've come to learn that it is the son, nimekuja kujifunza ya kwamba ni mwana who should die to his will, ambaye inatakikana ya kwamba afe dhidi ya mapenzi yake. Let the will of the father prevail. Na aruhusu mapenzi ya baba kunawiri na kustawi. Because as long as the son insists, kwa sababu umbali ule mwana ataendelea kusisitiza to have his will, kuwa na mapenzi yake, it will be difficult to understand God's purposes. Itakuwa vigumu sana kuelewa makusudio ya Mungu. So when David is coming to Samuel, kwa hivyo wakati Daudi anamjia Samueli, giving us a pattern, anatupatia mtindo of how God builds, jinsi Mungu anavyojenga. Remember Malachi 4:6. Kumbuka Malaki 4:6. In fact, Malachi is the closing book of the Old Testament. Ukweli mambo ni kwamba Malaki ndicho kitabu cha mwisho ya Agano ya Kale. And chapter 4, na sura yake ya 4 is the last chapter of the Old Testament. Ndio sura ya mwisho katika Agano la Kale. 5 and 6. Na mstari wake wa 5 na 6. The last verses of the Old Testament. Na ni mistari ya mwisho kabisa ya Agano la Kale. You know what I'm seeing there? Ona anachona pale. It's like the last words of a dying father. Ni kama maneno ya mwisho ya baba anayekufa. Do you know when somebody elderly is dying? Wajua ni kana kwamba anakufa,
people want to hear his last word. Wakati mtu mzee anapokufa, watu hutaka kusikia maneno yake ya mwisho. Like the last words Ni kama maneno ya mwisho are taken very seriously. yanachukuliwa kwa umuhimu mkubwa. He might have said the number of things during his lifetime. Huenda kwa maisha yake alisema mambo mengi sana, And what did they hear? lakini wanachotaka kusikia Time when he's dying, wakati anapokufa, people take it as gospel truth. watu wataichukua kama ukweli wa This Injili. is Malachi 4 now. Kwa hivyo hii ni Malaki 4. God says, I'll send Elijah. Mungu anasema nitatuma Elia, And you will turn. When Elijah comes, na wakati Elia atakapokuja, turn the hearts of fathers atageuza mioyo ya kina baba to the children. kwa wana. The word children there, Neno kwa watoto, neno watoto the pale Hebrew word ben, ni neno la Kiebrania ben, meaning son. kumaanisha mwana. So God turns the hearts of fathers to the sons. Kwa hivyo Mungu anageuza mioyo ya kina baba kwa wana, Then after that now we turn the hearts of sons to the fathers. na kisha baadaye anageuza mioyo ya wana kwa kina He baba. says, or else Kasema isije I'll ikawa strike the land with a curse. nikapiga nchi na laana. Yeah, it's there on the board. Iko pale. And he will turn the hearts of the fathers Tageuza mioyo ya kina baba to the children. kwa watoto wao. That word children is the word ben. Hilo neno Son. watoto hapo ni jina ben kwa The hearts of the Kiebrania, the hearts of the children to their fathers. na mioyo ya watoto kwa baba yao, Lest I come nisije nikaja and strike the earth with a curse. nikaipiga ulimwengu na laana. So all these things I'm sharing Kwa hiyo vitu hivi vyote ambavyo are nashiriki taking us back to David. zinaturejesha kwa Daudi When he was moving away from the house of Saul, alipokuwa anatoka kutoka nyumba ya Sauli, which is a dying order. ambayo ni mpangilio unaokufa. It's a picture of a false church, a Ni- false system Ni taswira ya mpangilio that mbovu God has rejected, ambayo Mungu amekataa. and now starts his journey. Na sasa anaanza safari. The first place he lands Mahala pa kwanza anapotua is Ramah, ni Rama, but he first goes to Samuel, na kwanza anaenda kwa Samueli who is at Ramah. ambaye yuko kule Rama. Remember, Samuel Kumbuka Samueli was at that stage katika wakati huo prophetic voice to the nation of Israel. alikuwa ni sauti ya kinabii kwa taifa ya When Israeli. David is in trouble, Kwa hivyo wakati Daudi ako he katika knows shida, where to run to. anajua mahala pa The kukimbilia, prophetic voice. sauti ya kinabii. Because Samuel had the prophetic. In fact, he had the accurate word at that time. Kwa sababu Samueli alikuwa na ya kinabii, alikuwa na neno la kinabii na neno halisi, neno mwafaka la Remember, kinabii. 1 Samuel chapter 3 says, Kumbuka Samueli wa kwanza sura ya those 3 days, ya kwamba nyakati hizo word of God was rare. neno la Mungu lilikuwa nadra In those days. katika nyakati hizo. Let's all say in those days. Acha sote tuseme katika nyakati hizo. You hear this phrase being repeated Unapata again and again. usemi unarejelewa tena na tena. In those days, Katika nyakati In hizo, those days, katika nyakati hizo, Israel had no king. Israeli haikuwa na mfalme. Everyone did what they saw fit. Kila mmoja alifanya kilichompendeza. They were the days of the judges. Ilikuwa ni nyakati za mahakimu. You know, there's a difference between a judge and a king. Wajua kuna tofauti kati ya hakimu na mfalme. Remember, it was during the days of the judges. Wakumbuka ya kwamba ilikuwa ni katika nyakati za Where the mahakimu, Bible says, in those days, ambapo Biblia inasema katika nyakati hizo there was no king. hakukuwa na mfalme. Which days were these? Nyakati hizo Days of the judges. zilikuwa ni nyakati za There was mahakimu, no king. hakukuwa na mfalme. And in the days of the judges, Na katika nyakati za mahakimu everyone did what they saw fit in their own eyes. kila mmoja alifanya kilichompendeza. Do you know the difference between a judge and a king? Je, wajua tofauti kati ya hakimu na mfalme? A judge, Ni kwamba hakimu for him to work, ili afanye he kazi has to wait for a case to come to him. ni lazima angoje kesi ama shtaka ije. No cases, Pasipo na mashtaka, our judges in the courts of law will go and break. mahakimu wetu katika zile koti zetu wataenda watakoseshwa kazi. That's how some people operate in the church. Na hivyo ndivyo watu fulani wanatendeza Once you kanisani. see a man of God,
Endapo nataka kuona mtumishi wa when they are Mungu in trouble, wakati wako kwenye shida, when their case is sorted out, wakati shida yao they go imetatuliwa, their own way. wanaenda njia zao. They can even fly from their own country. Ukweli wa mambo ni kwamba wanaweza Go paa and see kutoka a man nchi of yao, God somewhere else. waende waone mtumishi wa Mungu mahali Because fulani, they're in trouble. kwa sababu wako kwenye shida, They have no father. hawana baba. They're always looking for a man of God. Kila mara wanatafuta mtumishi wa Mungu. That was the difference Hiyo ilikuwa tofauti between Esau and Jacob. kati ya Yakobo na Esau. The Bible says Esau, Biblia inasema as the Esau, children were growing up, wakati wale watoto walikuwa chapter nakuwa 25 Genesis, katika sura ya the Bible 25, says Esau Biblia inasema Esau was a hunter, alikuwa ni mwindaji but Jacob na Yakobo dwelt in tents. alikuwa anadumu katika mahema. So these are two types of sons Kwa hivyo hawa ni aina mbili tofauti that ya are wana found in the church. ambao wanapatikana There are kanisani. sons who operate like Esau. Kuna wana ambao wanafanya kazi They're kama always Esau, hunters, kila mara ni waindaji, hunting for new messages. wanatafuta, wanawinda ujumbe mpya katika mtandao, They jump from conference to conference. wanaruka kutoka kongamano moja hadi nyingine. You know what I've discovered is in that same story. Wajua kile ambacho nimetambua katika hadithi hiyo hiyo, Remember, both are sons of Isaac. kumbuka ya kwamba wote ni wana wa Isaki, Isaac na is the Isaki son of Abraham. ni mwana Abrahamu. And the Bible says Abraham was rich in cattle and many animals. Na Biblia inasema ya kwamba Abrahamu alikuwa ni tajiri When katika he died- mifugo tofauti When tofauti. he died, Alipokufa everything was given to Isaac. kila kitu kilipeanwa kwa So some Isaki, were given to other sons. ingawaji zingine zilipeanwa kwa wana So wengine. when these two sons are born, Kwa hivyo wakati hao wana wawili Esau wanapozaliwa, and Jacob, Esau na Yakobo, they had everything at their disposal. wako na kila kitu kinapatikana kwa ajili But the yao. Bible records Esau Na Biblia inasema was Esau a hunter. alikuwa ni Now, mwindaji. where did he get that occupation from? Kwa hivyo hiyo taaluma alipata wapi? Because their occupation Kwa sababu taaluma was yao shepherding. ilikuwa ni uchungaji. Abraham was a shepherd. Abrahamu alikuwa mchungaji, Isaac was a shepherd. Isaki alikuwa Now, where mchungaji. did Esau get that occupation of hunting Kwa from? hivyo hii taaluma ya uwindaji Esau alipata wapi? He left food in the house. Ya kwamba akaacha chakula Went nyumbani, and hunted food from outside. akaenda kutafuta chakula kule nje. These are sons who have no regard of the father. Hawa ni wana ambao hawadhamini baba, They can't be in church wanakuja and they kanisani have no regard of their father. lakini hawamdhamini baba. Busy hunting for messages. Wanashughulika wakiwinda jumbe. That's why Esau lost it. Ndiposa Esau akaipoteza. Because remember when Isaac wanted to bless the son, to leave the blessings. Wakumbuka wakati Isaka alikuwa anataka Esau kuachilia went baraka, hunting. Esau alienda kuwinda, alienda kuwinda And Jacob took the blessing. na Yakobo akanyakua baraka. In fact, when you follow the whole story, Ukweli wa mambo ni kwamba ukifuatilia hadithi yote, when the two boys were in the womb, wakati wavulana wawili walikuwa kwenye they tumbo, began to fight. walianza kupigana. Before that, Kabla ya hapo, Rebecca was barren. Rebeka alikuwa tasa. Then Isaac prayed Kisha Isaki to akaomba God, kwa Mungu and God answered him. na Mungu akamjibu. When Rebecca became pregnant, Wakati Rebeka alipobeba mimba and the boys were fighting in the womb, na wavulana walikuwa wanapigana it kwenye was tumbo, Rebecca who prayed, ni Rebeka ndiye aliyeomba, not Isaac. sio Isaki. Isaac only prayed for her to get pregnant. Isaki alimwombea tu ili abebe When mimba. the baby were when the boys were in the womb, Wakati wavulana walikuwa kwenye it was tumbo, Rebecca who prayed. ni Rebeka ndiye aliyeomba, God gave her the revelation na Mungu akampatia ufunuo to say the order, kusema the older one mpangilio to save the younger. ya kwamba mkubwa alikuwa mtumikie mdogo. Isaac never knew that secret. Isaki hakujua hiyo siri, Rebecca. ni Rebeka ndiye alijua. So by the time he wanted to bless them, Kwa hivyo kufikia wakati anapotaka kuwabariki, Isaac told Esau, Esau alifikiria, You go and hunt aliambia them for me. Esau ya kwamba wewe enda ulinde, because I want uwinde, to bless you. uniletee kitoweo, manake nataka But kubariki. Rebecca, who knew, Na Rebeka aliyejua prepared food, akaandaa chakula, told Jacob, akamwambia say, Yakobo, go and give to your father. ende upeane I kwa want babako, him to bless you. nataka kubariki. Then Jacob came. Kisha Yakobo akaja. Isaac was so shocked. Isaki alishangazwa sana, How come? yawezekanaje Come so fast. umekuja upesi upesi? Then he says, no, actually God's grace was upon me, God's favor. Kasema ya kwamba wajua neema ya Mungu na kibali cha Mungu kilikuwa juu yangu. There's something that Isaac said. Lakini kuna kitu ambacho Isaki alisema. He said, when I feel you Kasema ya kwamba ninapo kuuguza and everything about you, kila kitu kukuhusu, even when I smell you,
Kweli mambo ni hata nikikunusa you are Esau. wewe ni Esau. But your voice is Jacob. Lakini sauti yako ni ya That's Yakobo. what the Bible says. Hiyo ndio Biblia inasema. Because he felt him. Kwa sababu alimgusa. Yeah, the way you feel you are Esau. Akasema ya kwamba jinsi ninavyokuhisi wewe ni Esau, lakini sauti ni Because he tofauti. couldn't see. Maana yake macho yake yalikuwa hafifu, asingeona. You see, because it's like he's also a backslidden leader. Waona, kwa sababu yeye pia ni kama kiongozi ambaye amerudi nyuma, hana macho ya kuona. Do you know that if Isaac had gone for the voice, wajua endapo Isaki angeendea he went to sauti, know this is Jacob wants to deceive. alikuwa anaenda kutambua ya kwamba huyu ni Yakobo anataka kunidanganya. But he went for feelings and not for the voice. Lakini alienda kwa sababu ya hisia wala sio sauti. He went for goosebumps. Aliendea hisia, For the manifestation aliendea madhihirisho and not for the voice. wala sio That's sauti. what made Isaac to miss it. Hiyo ndio ilifanya Isaki kupotea. Esau my son, come I bless you. Kasema ya kwamba yeye ni mwanangu, njoo nikubariki, And he blessed him. na kambariki. The voice of God will never mislead you. Sauti ya Mungu haitawahi kupotosha. You know, when you study, Wajua unaposoma every manifestation in the Bible kila madhihirisho kwenye was Biblia followed by the voice. ilifuatwa na And sauti. today the church settles on manifestation. Lakini leo kanisa linatulia na kupata burudani kwa So, madhihirisho coming tu. back to the two sons, Kwa hivyo nikirejelea wana wawili, Esau was a hunter. Esau alikuwa ni mwindaji. Like I said, hunting was not in his father's trade. Jinsi nilivyosema ya kwamba uwindaji haikuwa katika taaluma ya babake. They were shepherds. Walikuwa ni wachungaji, Shepherding. wakiwa wanachunga. Remember, that's what Jesus told Peter. Kumbuka ya kwamba hicho ndicho Yesu alimwambia Petero. Do you love me? Je, Petero wanipenda? Feed my sheep. Lisha kondoo wangu. Feed my sheep. Lisha kondoo wangu. So, when it comes to building accurately, Kwa hivyo inapokuja kwa kujenga kwa njia mahususi, sons must learn. wana lazima wajifunze Feed at the father's table. kulisha katika ama kula katika meza ya baba. Because a father feeds. Manake baba hulisha. Father is a nourisher. Baba ni mtu ambaye anarembesha na kulisha kwa chakula kizuri. You know, I've come to learn something which God has delivered me from. Unajua nimekuja kujifunza kitu ambayo Mungu amenikomboa kutokana nayo. In the past I was taught Manake nyakati za kale nalifundishwa that your duty ya kwamba jukumu lako ama kazi visit the sheep. ni kutembelea kondoo. So I had a visiting rota. Kwa hivyo nilikuwa na orodha ya kutembelea. If there's a year that I visited like no other business was 2006. Kama kuna mwaka ambao nilitembelea kabisa ilikuwa ni 2006. From January to December. Nakumbuka kuanzia Januari mpaka I Disemba. would visit every member of the church. Ningelitembelea kila mshirika kanisa. Because I had not sons as church members. Manake sikuwa na wana, nilikuwa na washirika wa I kanisa. myself was the biggest orphan. Mimi mwenyewe nilikuwa ni yatima mkubwa. So it became an orphanage center like that saying. Kwa hivyo ikafanyika kituo cha mayatima alivyosema The dada. pastor himself is an orphan. Manake mchungaji mwenyewe ni yatima, Members are also orphans. washirika pia ni mayatima. What do you call that? Hiyo tunahitaji. Ni kituo cha mayatima. What I'm telling you is the truth. My church was an orphanage. Na chuambieni ni kweli, kanisa langu lilikuwa ni kituo cha mayatima. Ningelitembelea watu. I don't know how we pastors sometimes when you visit the whole week. Jua wachungaji wakati You fulani expect that particular Sunday. unatarajia ya kwamba Church to be filled up. hiyo Jumapili watu wajae. Even when you are singing, you are worshiping, your eyes are watching through how many are coming. Hata wakati ambapo unaabudu na tazama ya kwamba ni wangapi wamefika. To my surprise, Kwa mshangao wangu, most of the people that I visited never came. watu wengi ambao niliwatembelea hawakuja. In fact, let me tell you this. Ukweli wa mambo ni kwamba acha The niwaambie, more you visit your people, jinsi ambavyo unawatembelea the watu more you are making them to become weak and weaker. ndivyo unaendelea kuwafanya wawe dhaifu na wadhaifu. People that are waiting for their pastor to visit them never grow up spiritually. Watu ambao wanangojea mchungaji wao watembelee huwa hawakui kiroho. I experienced it. Mimi mwenyewe naliishi Because hiyo. the duty of the pastor is not to follow the sheep. Manake wajibu ama jukumu la mchungaji sio kufuata kondoo. The question is, who follows who? Swali ni nani hufuata mwingine? Jesus said, follow me Yesu Kristo akasema kanifuateni and I will make you. na nitawafanya. So it's not the father to follow sons. Sasa sio swala la baba It's kumfuata the son mwana, to follow the father. ni mwana kumfuata baba.
The day that your father calls you to say, son, I didn't see you on the table. What happened? Then the father is now following you. Siku ile ambapo babako atachukua simu akupigie siku ya kwamba sikuona kwenye meza, nini ilifanyika? Sasa ni baba ndiye anakufuata. The son must know the feeding time. Mwana lazima ajue wakati wa malisho katika familia. When the father sets the table, wakati baba huandaa meza, duty of sons is to know the time the father sets the table. Jukumu la mwana ni kujua wakati ambapo baba huandaa meza. Pursue the father. Na jukumu la baba, it's not the father to pursue the son. Na sio swala la baba kufuata mwana. I've come to learn from this apostolic season. Nimekuja kujifunza kutoka hii msimu wa kimitume. Which have helped me. Vitu ambavyo vimenisaidia. Our church was an orphanage. Pastor anasema ya kwamba kanisa letu lilikuwa kituo cha mayatima. 2009 the year ndio mwaka God connected me. Mungu aliniunganisha naye. I'm telling you, I used to suffer as a pastor terribly. Nawaambieni kweli nilikuwa nateseka kama mchungaji sana. Though I was preaching, ingawa nilikuwa nahubiri. Kwa nahubiri, but I didn't know I was naombea watu, lakini ndani kwa ndani nilikuwa naugua. When I've tithe, kati nimefunga fungu la the church basket. Ngiweka katika ile kikapu ya fungu la 10. At the end of the month, fikia mwisho wa the church is paying me. Kanisa inanilipa. So I'm tithing to myself. Kwa hivyo natoa fungu kwangu mimi. Then God told me, no, you don't tithe to yourself. Kisha Mungu akaniambia hautoi fungu kwako mwenyewe. Tithe is gift. Fungu huwa inakuwa ni karama mazawadi. Upwards. Unatoa fungu la 10 kwenda juu. So I had to start taking my tithe. Kwa hivyo ilinibidi nianze kupeleka fungu langu ya kwangu kwa baba wangu wa kiroho. Do you know what happened? Wajua nini ilifanyika? God broke the case upon the church. Amen. Mungu akaondoa ile laana juu ya kanisa. There are certain cases that you don't pray for. Kunazo aina fulani za laana ambazo hauombei. Do you know that sometimes the things we pray for, wajua wakati fulani kuna vitu ambazo tunaombea ambazo zinapoteza muda wetu. Honor, heshima can do things that prayer cannot do. Inaweza fanya vitu ambavyo maombi haiwezi kufanya. Always no. Sijasema kila mara, nimesema wakati fulani. And I know sometimes we pray. I used to pray. Na najua wakati fulani tuomba. I used to go to mountains. Na nilikuwa naomba, na nilikuwa naenda mlimani. Praying overnight. Nikiomba usiku wote. Not knowing that I've become the mountain today. The church is the mountain of the Lord. Bila kujua ya kwamba mimi mwenyewe nimefanyika mlima. Kanisa ni mlima Bwana. God for a breakthrough. Nikiomba Mungu kwa ajili ya upenyo. Until God showed me Malachi 4. Mpaka wakati Mungu alinionyesha Malaki 4. When your heart is turned to the Father, wakati moyo wako umegeukia Baba, on the ground is broken. Kila laana ambayo ilikuwa deni inaangushwa. You know, when Israel was in Egypt, wajua Israeli ilipokuwa Misri, remember God had already spoken to Joseph. Kumbuka ya kwamba Mungu alikuwa amekwisha mnenea Yusufu through the dreams of Pharaoh. Kupitia ndoto za from his own dreams. Kutoka kwa ndoto zake mwenyewe. He came to interpret the dreams of Pharaoh. Na kisha akakuja kutafsiri ndoto za Farao. Then Pharaoh says, Joseph, kisha Farao akasema Yusuf, no one else who handle this duty. Hakuna yeyote ambaye kuna uwezo wa kushughulikia hili swala ila wewe. And that's how Joseph now was put in charge. Na hivyo ndivyo Yusufu aliwekwa kwenye hatamu za uongozi. Distribute grain. Ili kuwa mgavi wa nafaka. Joseph said, God has made me father to Pharaoh. Kumbuka Yusufu alisema Mungu amenifanya kuwa baba kwa Farao. The job of the father is to distribute grain. Kwa hivyo kazi ya baba ni kugawa nafaka. Then his brothers came to him. Kisha nduguze wakakuja kwake. Notice that he was Joseph. Na wasingelitambua ya kwamba alikuwa ndiye Yusufu. Finally Joseph revealed himself. Kisha hatimaye Yusufu akajifunua. Kisha akamwambia, there's 2 more years of famine. Kungali miaka mingine 2 ya njaa. Bring all the family to come in Egypt. Leta familia yote ije Misri. Then there's a word that Joseph says. He says, kisha kuna neno ambalo Yusufu alitumia. Put you nitawaweka in the best land in Egypt. Katika nchi bora zaidi katika Misri. Let's all say best land in Egypt. Acha sote tuseme nchi iliyo bora katika Misri. Again, nchi land. You know that Egypt is a picture of the worldly system. Wajua Misri ni taswira ya mfumo wa ulimwengu. But in this world, lakini katika ulimwengu huu, there is best land. Kunayo nchi iliyo bora. Remember he said, I'll put you in Goshen. Kumbuka alisema nitawawekeni Goshen. Hiyo ilikuwa ni nchi iliyo bora. The name Goshen means, na neno Goshen inamaanisha draw near a set man. Kukaribia mtu aliyetengwa. That's the meaning of Goshen. Hiyo ni maana ya Goshen. God said, you shall stay near me.
Yeshua alisema mtakaa karibu nami. So the safest land in this earth, Kwa hivyo nchi iliyo bora na yenye usalama zaidi, mahali pazuri zaidi pa kukaa, position is to stay close to a set man. ni kukaa karibu na mtu fulani aliyetengwa. Because in Goshen, Manake pale when Goshen, there was darkness all over, wakati kulikuwa na giza kila there mahali, was light in Goshen. kulikuwa na mwanga Goshen. All the 10 plagues Ile pigo yote in 10 Egypt ambayo ilikuwa inagonga, never affected people in Goshen. ambayo ilikuwa inagonga Misri, haikuathiri watu waliokuwa When you are Goshen. connected to a man, Wakati umeunganika na that's your mtu, safety in life. hiyo ndio inakuwa usalama wako That's your maishani. safety in ministry. Hiyo inakuwa usalama wako kwenye huduma. I'm sharing this from my own experience. Nashiriki hii kutokana na mambo ambayo nimepitia mimi mwenyewe. I'm telling you, it's terrible to be an orphan. Na kuambia ni hatari kuwa yatima. It's not about titles. It's not about Sio swala la Paper. vyeo, sio swala la education. sio swala za taaluma ama Remember, karatasi ulizo nazo. It's all about finding a man to follow. Yote inahusiana na swala la kupata mtu wa kumfuata. That's why David came to Samuel. Ndiposa kwa namna fulani Daudi akamjia Samueli. Because he knows that the only place Manake anajua mahala tu where I can be safe ambapo naweza kuwa salama go back to the prophetic voice. ni kurudi kwa sauti ya kinabii. Then I'll be dealing with Rama, but I know time won't allow me. Nitakuwa nashughulikia Rama, The name lakini muda Rama hautaniruhusu. Means to cause to grow up. Neno Rama inamaanisha kusababisha kukua. It's when you see you can only grow up Wajua unaweza kuwa tu when you are connected to the accurate voice. wakati umeunganika na sauti sahihi. Accurate voice. Sauti sahihi. Remember, Christ is the head. Kumbuka Yesu Kristo ndio kichwa, The church is his body. kanisa ni mwili wake. But what connects the body to the head Na kinachounganisha is mwili the neck. ni mwili kwa kichwa ni shingo. And the voice of man Na sauti ya mtu is in the neck. iko katika shingo. So the neck is a preacher. Kwa hivyo sauti shingo ndiyo mhubiri. Remember, John was asked, "Who are you?" Kumbuka Yohana aliulizwa wewe ni nani? He says, "I am the voice Akasema mimi ni of sauti the one calling in the wilderness." ya mtu anaitana kule nyikani. It's terrible when you sit under a wrong voice. Ni kitu cha kushtua sana na hatari unapokaa chini ya That's sauti why isiyofaa. David knew where to run to. Ndiposa Daudi alijua mahala pa kukimbilia. Rama. And you see, the story is very interesting when you follow it further. Hiyo hadithi inapendeza sana ukifuatilia kwa kina. Because from Rama, Manake kutoka Rama he went to Neoth. alienda Neothi. And Neoth means to dwell together. Na Neoth inamaanisha kukaa pamoja. The time allows, we shall go into more details into this. But Muda ukiruhusu tutazama kwa kina kuhusu hii. Thank you so much. Asanteni sana. Asanteni sana.